Mpango shirikishe, shirikishe ukiwa nawe, mpango shirikisha mbi watawe, mpango shirikishe, shirikishe mbi watawe, mpango kujitambulisha mwenyewe, naitwa Abdul, ni mkulima mdogo natokea wilaya ya Mkuranga na najishughulisha na mazao ya mananasi kule, muhogo na korosho. Napenda kushukuru hasa kwa wageni wetu kutoka Wizara ya Kilimo, Chuo Kikuu Dar es Salaam. Kwa kweli na sisi tunafurahi sana kama MVIWATA kwa ujio wenu, maana mmekuja wageni wa kutosha, kwa maana kwamba mmeitilia maanani siku hii ya leo. Kwa hiyo na sisi tunawashukuru sana. Ndugu wanachama wenzangu, wakulima wenzangu, ile siku tulitaraji ndio hii ya leo. Nafikiria kwamba tutatoa yale maoni yetu, changamoto zetu katika sera hii ya kilimo, kwa sababu tunajua mwisho wa yote sera ikishapitishwa basi itadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo siku yetu ya leo ni siku muhimu sana, inabidi tuitumie vizuri na sina shaka na hilo. Kwa hiyo mimi yote kwa yote na nitakia kikao hichi kiwe chema, na nafikiria kwamba yale tuliyotarajia mwisho wa yote tukimaliza siku ya leo tutakuwa tumefanikiwa. Kwa kuzungumza hayo, natamka rasmi kikao chetu hiki kimekifungua rasmi. Ya sera, na kuna maoni mawili matatu ambayo tumeandaa ambayo si mbaya tukayapitia, lakini tulikuwa tumeshauri pia kwamba jinsi watakavyowasilisha basi itakuwa fursa kwetu zaidi ya kupitia kwa ujumla sera afu kupitia eneo kwa eneo kadri watakavyokuwa wanatuongoza, na mtaona tu kwamba wanachama hawa wamethamini sana zoezi hili, ndio maana kila mtu amejaribu kuja kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mkurugenzi, karibuni sana hapa. Kutokana na hii hadhara ambayo nimeisikia ilipotoka, kwa hiyo tunatarajia kupata mawazo mengi sana, na mimi ningependa muwe wazi. Ukiona kama kitu ambacho hakiko sawa unasema tu bila kusema kwamba hapa kuna mtu wa wizara sio, kuna sema tu, kwa sababu lengo na dhamira tunaifahamu kwamba ni njema. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unadhani kweli serikali inakifanya lakini si sawa, ni vizuri ukiseme na sisi tukakichukua, kwa sababu mawazo yote sisi tunayachukua. Tulikuwa na kikao fulani pale Dar es Salaam, kuna mkulima mmoja alisema hizi hapa zote kwanza hazina maana yoyote kwa wewe. Ni mawazo yake na yeye kweli, baadaye tunafakari tunakuta kweli lazima tubadilishe pengine hii sentence ilivyokaa. Kwa hiyo ningependa tu kuwe wazi, na fursa hii kwa kweli naweza nikasema fursa adhimu. Tusipoitumia vizuri pengine baadaye mnaweza ukasema sisi bana hichi kitu tulicho wetu haukuwa mzuri. Lakini mimi nadhani tutakapotoa kitu kizuri hata nyie mnapata fursa kidogo ya kuona kwamba mlitoa mchango wenu, sababu hichi kitabu ni kizuri kwa sababu na sisi tulishirikishwa na tukatoa mawazo yetu. Na tunaona kweli yamezingatiwa. Sivyo, angalia sehemu fulani kwenye ardhi ya kilimo kuna hii tulilisema, lakini unaona sasa lilivyowekwa. Kwa hiyo tunatarajia kwa kweli mtusaidie. Sisi hatufahamu, ndio maana tumekuja hapa kujua nini hasa kinachotokea kule kwenye ground. Nyinyi tunajua ndio hasa mko kule, mnaelewa changamoto, mnaelewa fursa zilizopo kule. Yaani lazima sisi hapa tuainishe kwamba ndoto yetu ni ipi katika kilimo, badala ya kwenda baada ya kuorodhesha matatizo, changamoto hizo na nini na fursa na nini, baadaye tunasema kwamba kuna dira ya sera. Kwa kweli sera haiwezi kuwa na dira. Watu ndio wenye dira. Watu ndio wenye ndoto. Siji, kwa sababu hili ni andiko tu, ni karatasi, ni matamko. Kwa hiyo sisi ndoto yetu ni nini kwenye kilimo? Nataka kilimo kiende wapi?
na kitupeleke wapi, na kiwe na nafasi gani katika mfumo wote wa uchumi wa kitaifa. Baada ya hapo sasa tukubaliane kwamba nini kiwemo. Kwa hiyo tunadhani hicho kinakosekana, na matokeo yake ndo sera inaweza ikawa kama viraka hapa na pale, na kujikita katika hizo zinazoitwa changamoto. Kwa maana hiyo zinakuwa reductionist, yani unaangalia hapa baada ya kuangalia kwa upana zaidi. Kwa tunaona hiyo ni kasoro kubwa sana kwenye sera. Sina hakika na sera nyingine, lakini hiyo kwenye sera ya kilimo tunaona ni kubwa sana. Na matokeo yake ni kwamba tunajichanganya sana katika utekelezaji wa sekta ya kilimo. Mkanganyiko mwingi, na kukiwa na mkanganyiko kunakuwa na kavurugu fulani, kanapelekea tusiwe na mwelekeo mmoja kwenye sekta nzima ya kilimo. Na hii tunaiona ndio shida kubwa kabisa iliyopo. Sasa tunaona mchakato huu ni fursa nzuri ya kujihoji na kujiuliza tunataka tuendeje kwenye kilimo, ndoto yetu ni nini kwenye kilimo. Na tulipitia historia kidogo. Ukiangalia ni kwamba sera ya kilimo hata wakati wa ukoloni kulikuwa na sera fulani. Wakati wa ukoloni, na wakati huo ikituelekeza kwamba sisi ni nyenzo ya kuzalisha na soko Ulaya. Kwa hiyo ndio mfumo tuliokuwa nao kwa Waingereza, kwa Wajerumani hivyo. Kwa hiyo na sera hiyo ikapelekea miundombinu kulingana na mwelekeo. Ndio maana reli ikajengwa Kigoma Dar kusafirisha. Ndio maana manamba akawa anachukuliwa kwa sababu kutekeleza sera hii. Azimio la Arusha nayo ni sera, hata kama sio ya kilimo, kwa sababu Azimio la Arusha ilidefine kwamba nchi yetu ni ya ujamaa na kujitegemea. Kwa hiyo kuwe na elimu ya kujitegemea. Ndio maana elimu, sasa hivi tumezungumzia mfumo wa elimu, lakini mfumo ambao tuliuacha wakati fulani na ulikuwepo wa kila mtu ajifunze uzalishaji mali, kwa sababu anategemewa. Asipoendelea na masomo ataishi katika maisha yake ya kijijini akiwa na taaluma tayari za kuishi. Kwa hiyo ni sera. Sasa tunadhani kwamba kuna haja ya kuangalia kwa upana zaidi, na tukishaangalia kwa upana zaidi tutajiuliza maswali mengi. Tunahitaji GMO kwa mfano, tunataka kilimo chetu kiweje, tukiendelezeje? Kwa hali hii iliyopo inatosha? Kwani tusiwekeze zaidi katika umwagiliaji? Na kama tunasema mfumo wa kilimo huu kwa sasa hivi ulivyo, muhimili wake ni wazalishaji wadogo. Hata kama tunataka kuwabadilisha, tuone tutawabadilishaje, waelekee wapi. Sasa tuko hapa Mviwata. Sijui kama sasa Mviwata tayari mna ndoto fulani kuhusiana na kilimo. Ili asante. Ndio sijui kwa nini sauti yangu labda nimezeeka sauti yangu. Asante mwezeshaji. Ukisema ndoto ni yale matamanio ambayo sisi kama wakulima tunatamani tuwe. Yaani tunafikiria tuwe. Ndio ndoto zetu sisi. Kwa mfano nikizungumzia katika swala tu la kisera hili, natamani sera hiyo iweze kutambua wazalishaji zaidi kuliko uzalishaji. Kwamba ikitambua kwamba kuna wazalishaji na sio uzalishaji, tutapata fursa kama wakulima wadogo kutambua na kwamba sisi sasa kumbe ni wazalishaji wa nchi hii, ni sehemu ya uendelevu wa kilimo cha Tanzania. Kwa hiyo tunatamani sera na maandiko mbalimbali ya serikali yatambue hivyo kwamba kuna wazalishaji na sio sera zile zinaangalia uzalishaji. Hiyo namba moja. Lakini wakati mwingine tuna matamanio kwamba kama wakulima wadogo tukawe na ulinzi wa sehemu ya kufanyia kazi. Tukimaanisha ardhi. Tunatamani tuwe na uhakika wa ardhi zetu tunazoenda kuzifanyia kazi. Kwamba tukiwa tuna uhakika na hizo ardhi ambazo tunazifanyia kazi, tutakuwa na uhakika wa kufanya kazi, tutakuwa na uhakika wa kufanya kilimo endelevu. Lakini ndoto nyingine tunatamani kuwa na masoko ya uhakika ya bidhaa tunazozizalisha. Kwamba tukiwa na ardhi ambayo tuna ulinzi wa kutosha na tukazalisha mazao yetu,
tunaona kwamba kule tunatamani kwamba tutakuwa na masoko, lakini yale masoko yatakuwa ni masoko yenye uhakika bila kuingiliwa na matamko mbalimbali kwamba hiki usiuze huku, hiki usiuze huku. Kwa hiyo tunatamani kuwa hatutamani kama tuwe, yani uwepo wa MVIWATA si kuwa na wakulima wadogo maskini kila siku. Wakati mwingine ni MVIWATA itajivunia kuona kuna mtu amekuwa wakati kwenda kuwa mkulima wakati kwamba ili ni zao la MVIWATA katika michakato mbalimbali katika ushawishi na utetezi uliofanywa. Kwa hiyo MVIWATA ingekuwa na nguvu sana kama matamanio kama yangeweza kufikia kuzalisha wakulima wakati kwenda mbele. Na matamanio mengine kama wakulima wadogo tunatamani tuwe tuna maisha ya ambayo watu wengine wanayaishi. Yaani kama tutalima, tutazalisha vizuri, tutauza, basi tunaweza hata tukasomesha hizo shule za watoto wa wenzetu, nyinyi mnaosomesha shule ambazo watoto hawezi hata kufagia. Tunatamani na sisi basi tuelekee. Maana sasa watoto wetu wanatengenezwa kuwa watumwa wa watu ambao hawawezi hata kufagia. Mwisho wa siku watoto wetu watazidi kutumikishwa kama ambavyo tunatumikishwa sisi. Kwa sababu sisi sasa tumewekwa kama zana za kilimo kwamba sisi tunalima mazao ya chakula, mwisho wa siku serikali inasema usiuze nje, usalama wa chakula katika nchi hatuwezi kuuza. Bila kujali nimezalishaje, nimekopa wapi, maisha yangu yanaendeleaje. Kwa hiyo hata watoto wetu pia wanaandaliwa kuwa hivyo watumwa vivyo, kwa sababu watoto wenu wanasoma shule ambazo hawezi hata kufagia. Sasa nyumba yake atafagia nani? Lazima atamchukua mtoto wangu mimi naenda house girl au house boy nyumbani kwake. Kwa hiyo tunatamani na sisi tuwe tuna usawa fulani wa maisha kama Watanzania, yani angalau yanayofanana, kusiwe na ili gap la walionacho na wasionacho, yani matapaka kwamba huyu anacho, yani mpaka ukipita tu hivi unampisha kwamba huyu sio tabaka langu, huyu sio yeye, mimi huku. Kwa hiyo ninatamani, mimi mawazo yangu binafsi natamani kwamba tungekuwa na Tanzania yenye mfumo huo wa kuwa na usawa katika masuala mbalimbali ya kuishi, katika masuala ya kusomesha, ya matibabu. Unajua wakati mwingine si wakulima na changamoto zetu zote ambazo tunazo kwenye kilimo na hatari zote zinazojitokeza kwenye kilimo, hasa kwa kutumia hata pembejeo ambazo tumeambiwa ni pembejeo kwa maana ya madawa, zinatudhuru, tunakufa. Wakati mwingine tunakufa bila kujitambua kwamba tumekufa kwa sababu ipi? Kwa sababu hujawahi kwenda hata hospitali ya wilaya. Pengine hata kituo cha afya kilichopo jirani yako ambacho bima yako unalipia shilingi 10,000 kwa mwaka, hujalipia, huna. Kwa hiyo hatuwezi kulipa jibu la moja kwa moja kama kusema 1 jumlisha 1 ni sawa na 2. Lakini ukienda kwa mfano kwenye mpango mkakati wa MVIWATA, sio tu mpango mkakati ulioko sasa na mipango yake mikakati iliyopita katika vipindi vya nyuma. Ukija kwenye kitu tunachokiita ilani ya wakulima wadogo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2015. Ilani ambayo na kila uchaguzi ukifika MVIWATA tunaandaa ilani. Unaona kabisa njozi yetu wakulima nini tunachokitegemea. Inatosha kuona kwamba nini tunachokitaka kionekane kiuchumi. Utaona ndoto ambayo tunataka kisiasa katika nchi, ndoto ambayo tunataka yale tunayoita maendeleo ya kijamii katika nchi. Kwa kweli inagongana na mengi ambayo yamo katika sera. Kwa hiyo utaona philosophically, kifalsafa tunajibainisha kuwa watu wa namna gani. Kwa kweli unaona ni kitu cha tofauti kidogo. Na hii ni muhimu ndugu zangu, ili tuangalie namna mpya ya kuiwasilisha hii sera. Yaani tutangulize, yani tuiwekeje. Nadhani ndio hasa message tunayotaka. Mimi nina hofu katika mjadala huu wa ardhi, kwa sababu ardhi, kilio cha ardhi karibuni takriban ni cha nchi nzima, na nikitambua kabisa kwamba ardhi ni uhai sasa wa mkulima, nikizingatia kwanza tangu uhuru umepatikana kwa sababu ya mkulima. Kwenye ile sera ya ujamaa na kujitegemea, mkulima ndiye alibeba taifa. Sasa nikiangalia vielelezo vyote hivyo vinanipa pointi kabisa kwamba mkulima ndiye ambaye ameibeba nchi hii hata katika kimapato. Kwa maana fulani 80% ya wakulima walioko wakulima hao ndio walioibeba nchi. Sasa
Kwa nini sera isifike mahali nashindwa kuelewa sera hii ya uwekezaji ilikotoka mpaka nikadhani kwamba inawezekana ndio inaashiria matokeo ya migogoro mingine. Kwa mfano, kabla ya sera hii ya uwekezaji haijaingia, bado kati ya mkulima pamoja na mfugaji migogoro ilikuwa mdogo. Lakini baada ya uwekezaji kuingia, sasa hata migogoro imekuwa baina ya mkulima na nani? Na mfugaji. Hii limetokana na nini? Kwa sababu gani? Uwekezaji umekwenda kumiliki maeneo ya wakulima ambayo walikuwa wanafanyaje? Wanalima. Halafu imempa mtu mwingine. Na yule mkulima kakosa mahali pale, kajitafutia mahali pengine, kenda kumkuta mfugaji ambapo naye pia alikuwa amewekeza sehemu yake, bado naye vile vile kenda kubanwa, amekosa nafasi. Matokeo yake wameanza kuumana mkulima na nani? Na mfugaji. Sasa hili mimi nafikiri kwamba ardhi tusipoiangalia kwa namna moja nyingine, migogoro ya ardhi haitaisha milele zote, kwa sababu ya kutokuangalia ufumbuzi wake ni nini ambao tuufanye. Sasa kwa kikao cha jana, kama vile tulivyokuwa tumekwisha kukaa na kuazimia, tumeona kwamba ardhi ya mkulima, kwa sababu inatamka kwamba ardhi ya kilimo, hebu tuombe sera itamke kabisa kwamba ardhi ya mkulima ilindwe, kama vile tulivyokuwa tumekwisha kuwasilisha awali. Asanteni sana. Tunajua kijiji kama kijiji na wanakijiji kupitia mkutano mkuu wao ndio wana mamlaka na ardhi hiyo ya kufanya hicho wanachotaka. Kwa hiyo ninachokiona labda kwa hiyo system ya kusema tunaipa ardhi madaraja kutokea pale ambapo sheria ya mipango matumizi bora ya ardhi ilipoishia na sisi tunatokea pale, ni kwamba kama kijiji tunaruhusa baada ya miaka kadhaa tukiona tuna mahitaji tukasema kwamba tunabadilisha hiki ambacho tulikiweka kipindi kile, tunataka twende hivi. Lakini sasa kwa system ya kwamba tunatakiwa, yani naona kama kutakuwa na nguvu mbili ambazo zinavutana, au kutakuwa na mlolongo ambao wanakijiji wenye ardhi husika watapaswa kupitia ili kupelekea kwenda mpaka kutatua masuala kama hayo yanapokuwa yanajitokeza. Na kwa kiasi kikubwa ambacho mimi nakiona swala hili linawafaa moja kwa moja wamiliki wa mashamba makubwa. Labda wao wawe na huo udhibiti wa namna hiyo, yani kama serikali inahitaji kuwa na udhibiti wa namna hiyo kwenye mashamba yao, kwamba wasibadilishe matumizi ya mashamba wanayoyapata, na iende mbali. Labda mimi nitaomba niseme kwamba sera iende mbali, iangalie kwa mfano hata sasa hivi tuna mifano ya watu wengi ambao wanamiliki mashamba lakini wamebadilisha matumizi ya mashamba hayo. Tuna watu huko wana mashamba wanasema tunalima mpunga, sisi ni wawekezaji wakubwa, lakini wanachokifanya sasa hivi wanakodisha mashamba yao kwa wakulima. Ndio. Kwa hiyo wao ndo wanaoondoka kabisa katika hiyo reli kuliko sisi ambao ni mpaka tunapojiona tuko wengi tukasema kwamba jamani, ule mpango tulioweka kipindi kile tunaona sasa kwa kweli hautufai, si ndivyo? Kwa hiyo tunataka hata hii ardhi ambayo tumeiweka, labda sijui kama tulitambua kama ardhi ya kilimo, lakini tuimege ili tuweze kujenga hospitali kwa ajili yetu, kwa sababu tumekuwa wengi hapa kijijini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ninachokiona ni kama ni kama huu utambuzi wa hiyo ardhi ya kilimo ni swala ambalo labda linahitaji bado muda wa kuangalia vizuri zaidi na kuangalia linaenda kwa manufaa ya nani, linaenda kwa mfumo gani, kwa staili gani, kwa sababu ukirudi kwenye utawala wa ardhi ya kijiji inamilikiwa na wanakijiji, na sasa hivi tunachokiona migogoro mingi ambayo inatokea na ni kwa sababu ya vitu hivyo ambavyo vinajichanganya. Unashangaa wamekaa tu, mwekezaji kafika, mimi nimeletwa, umetokea wapi? Umetokea huko, kijiji hakijui, hakitambui chochote. Kwa kuna masuala mengi ya kuyasolve hapa chini kuliko kwenda huku nje ambako tunasema kunakuwa na hicho kitu kipya hicho kinachoitwa ardhi ya kilimo. Tutarudi tena kuchanganya huo utawala wa ardhi kwenye ngazi ya kijiji sana tukizungumzia. Tukija tena na ardhi ya kilimo, nazungumza hivyo kwa sababu kuna wataalamu wa sera, kwa sababu ili waweze sasa waangalie tunapoweka katika hii madhara ambayo yanaweza kujitokeza baadaye, kwa sababu sasa hivi tumekuwa na mgongano wa sheria nyingi. Ukienda sheria ya wanyamapori inagongana na sheria ya ardhi, kwa sababu inazungumza masuala ya ardhi, lakini kuna mahali inasema vijiji haviruhusiwi kuwa ndani ya game controlled areas, wakati sheria ya kwanza ilikuwa inaruhusu
Sheria iliyokuja hairuhusu. Tuna vijiji ndani ya mapori tengefu, mgongano wa sheria na hii inaweka limit. Waziri atatoa sio tamko ndani ya siku kadhaa, asipotoa mgongano. Kwa hiyo kuna migogoro mingi ambayo wakati mwingine sawa, sisi wataalamu tunatengeneza kwa nia nzuri, wakati tunawaza tuna mawazo mazuri, lakini inapokuja kwenye utekelezaji tunawaumiza wakulima zaidi na hawa wazalishaji wadogo. Kwa labda issue yangu ni kwamba statement iwekwe in such a way kwamba inaweza katuepusha migogoro itakayokuja kutokea baadaye. Kwa sababu serikali itakapoanza kutekeleza, wataalamu watakapoanza kutekeleza, na iona kama inaweza ikawa sasa na hizo na mgongano mkubwa zaidi. Nitaka tu niseme hivyo, sekta nyingi ambazo zinaathiriwa na swala hili. Lakini pia ningependa tukumbuke kwamba kuna sera ya ardhi na sheria za ardhi. Tukiangalia sera ya ardhi ambayo inatumika mpaka leo hii ina misingi yake, na misingi ya sera hiyo ndiyo inayoakisiwa kwenye sheria ya ardhi. Na moja kati ya misingi hiyo ambayo inahusiana moja kwa moja katika kipengele hiki tunachokijadili sasa ni swala zima la ushirikishwaji katika maamuzi, ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanashirikishwa katika maamuzi, na tukizingatia kwamba ardhi ni mali ya umma. Ndio maana tukawa na kategori au makundi matatu ya ardhi, na kutokana na makundi hayo kukawa kuna ardhi ya kijiji. Sasa hiki ambacho tunakijadili sasa, ambacho tunasema kwamba kutakuwa kuna ardhi ya kilimo, alafu kutakuwa kuna watu ambao wanadhibiti matumizi ya ardhi ya kilimo, kwa maoni yangu kinakinzana na ile sera na msingi wa sera ile, ambapo inarudisha nguvu zote kwa wananchi. Ardhi ni mali ya umma, wananchi. Mimi ninaamini kama ile sheria inafuatwa sawa sawa, mikutano mikundo inaamua hatima ya ardhi husika, wananchi wana utashi wa kutosha wa kujiamulia kile wanachotaka kifanyike kwenye ardhi yao, na hakuna haja ya urasimu katika hilo. Lakini vile vile kuna swala la limeongelewa la mipango ya matumizi bora. Hiyo haitoshi, kuna urasimishaji wa ardhi ambao unaendelea kwa sasa. Kuna mradi wa TSP ambao unaendelea kwa baadhi ya wilaya za Morogoro, lakini mradi huo kutokana na mipango ya taifa wanataka mradi huo usambae Tanzania nzima. Kwa maana hiyo sasa hivi kama kwenye kijiji kimepanga ardhi hii itatumika kwa kilimo, hati itakayotoka itaonyesha hivyo. Na kwa maana hiyo yule mtu hawezi kufanya kitu kingine, atakuwa amekiuka matumizi ya hati. Na kama amekiuka matumizi ya hati, serikali ina haki kabisa ya kupokonya ardhi ile husika. Sasa kama kuna mipango yote hii ambayo ni mizuri na sheria zipo, ni kwa nini tena tunaweka urasimu badala ya kuachia wananchi nguvu walionayo katika kufanya maamuzi na kushirikishwa? Tunaweka urasimu kuwe kuna watu ambao ni hao wataalamu tunaoongelea leo na kusema kwamba wana mapungufu, waje kutupa mustakabali wa ardhi yetu. Sawa, tumesema kuna ardhi ambazo ni nzuri zaidi, na kwenye ile sheria mswada, lakini pia hata hapa leo tumeambiwa kwamba ardhi itakuwa na makundi ya ardhi ambayo iko nzuri zaidi, na kundi jingine ambalo ardhi ni nzuri kidogo, na kundi jingine ambalo ubora unazidi kupungua. Sasa tukisema kwamba ni lile kundi lenye ardhi nzuri ndo ambalo tunataka control, tunataka kulisimamia na kulidhibiti, ili kundi linakuwa ni la kina nani? Wakina nani watakao kuwa wanatumia ardhi ile husika? Ni hao wawekezaji au ni wananchi wa kawaida? Kama ni wananchi wa kawaida, ardhi ile si inabaki pale pale kwamba ni ardhi ya kijiji. Kwa nini tena tuipe jina jingine na mtu mwingine awe na udhibiti
katika ardhi ile ambayo mpaka sasa hivi misingi na sera husika pamoja na sheria vinawapa nguvu ya udhibiti wananchi ambao ardhi ile ni mali yao. Kwa nini tena tuwape watu wengine wapate nguvu kwenye ya kusemea mustakabali wa eneo lile? Kwa hiyo kwa kumalizia, ninapendekeza kwamba cha kwanza, ili kupunguza mgongano wa sheria, tufate misingi ambayo inamjali na kumtambua mwananchi wa kawaida. Kwa sasa hapa tuko na wakulima, misingi ambayo inamtambua mkulima, na ukiangalia sera ya ardhi inamtambua mkulima. Lakini vile vile hata katika hiki tunachokiita ardhi ya kilimo, hapa hakuna sehemu, yani ukisoma kote, hakuna sehemu ambayo inamhakikishia mkulima mdogo kwamba ardhi yake itatunzwa, itasimamiwa na kuhakikishiwa usalama wake. Hapana. Tunasema tu kwamba serikali itaanzisha mfumo wa kulinda ardhi ya kilimo. Sasa huu mfumo wa kulinda ardhi ya kilimo utakuwa na manufaa gani kwa yule mkulima mdogo? Nadhani swala sahihi ni kusema serikali itaanzisha mfumo wa kuwalinda wakulima, na tuseme kabisa ni wakulima gani wanaolindwa. Je, ni wakulima wadogo au wale wenye hekari 10,000? Kwa sababu pia matatizo yao na ulinzi wao unaotakiwa ni tofauti. Asante na wakilishi. Nafikiriwa kwamba utakuwepo, hautakuwepo. Zile aina tatu za ardhi, village land, general land pamoja na zile reserved land. Sasa kwa mfumo huu ina maana ile ardhi ambayo itakuwa inaitwa ardhi ya kilimo kama na yenyewe inaingia kuwa kama reserved land, kama ardhi ya hifadhi, kama vile ambavyo tunafanya kwenye ardhi ya barabara, la reserve roads zile, forestry, wildlife, kuna mambo ya wetland yale alizoevu. Sasa hii na yenyewe baada ya kuwa imeshatengwa na ile sheria ya land use planning inatambulika hivyo kama ardhi ya kilimo kwa madaraja sasa yale ambayo yatawekwa kwenye sheria. Asante. Karibu 70 watu wanachukua ndani mbegu zao. Takwimu zangu huenda zisiwe sahihi sana, huenda ni zaidi ya hapo, na ndio maana uliona mwanachama mmoja hapa amesimama akasema mbegu wanapotia kwenye mifuko ile isiyoingiza hewa zinakufa. Ingawa nadhani ndio lengo la wataalamu, kwa sababu hawaamini kama ile ni mbegu. Nyie mnaita ni chakula, au hao wengine wanasema hizo ni chakula na sio mbegu. Lakini hizo ndizo mbegu zinazoilisha Tanzania leo tunapozungumza hapa. Ukienda Kariakoo, ukienda wapi, chakula kimetoka kwa wakulima wadogo. Na kama imetoka kwa wakulima wadogo, wametumia mbegu walizochukua katika store zao ya miaka na miaka, na kuna utaratibu. Sisi sote ni wazaliwa wa vijijini. Hata watu wa asili wana utaratibu wao wa kuchagua mbegu. Kwa hiyo sera isijifanye kuwa haioni. Na nimeangalia hata hii rasimu mlioileta ya Kiswahili pia. Kwenye matamko ya sera ukurasa wa 3 wote mnayo na inazungumza kwa Kiswahili. Ukurasa wa 3 inasema 2.1.2 kwenye matamko ya kisera. 1. Kuhamasisha umma kuhusu hakimiliki za wagunduzi na watafiti wa aina mpya za mbegu. Naona lugha inayotumika. 2. Kuwezesha na kulinda hakimiliki za wagunduzi wa aina mpya za mbegu na kuchochea maendeleo ya utafiti katika kilimo. 3. Kuongeza ushiriki wa taasisi za ndani na kimataifa katika utafiti na uzalishaji wa mbegu hapa nchini. Na 4. Serikali itaweka mfumo utakaohamasisha wagunduzi kusajili aina mpya za mbegu zilizogunduliwa. Utaona lugha iliyozungumziwa huko. Sasa ukija tena kwenye kauli ya mama wetu mwenyekiti mstaafu wa Mviwata kuhusu labda mbegu ya Ibandawe ambayo imekuwa inaendelezwa na kituo cha utafiti cha Uyole, sioni kama ina nafasi sehemu kama hii hapo, kwa sababu ile mbegu imetoka kwa wakulima na wakulima wana mbegu sana. Kwa nini sera imenyamaza kimya kuhusu mbegu za asili au mbegu ambazo zinamilikiwa na wakulima wenyewe? Ndio msingi wa hoja zetu katika tamko hilo. Kuna kitu ambacho tunatakiwa baadaye katika masuala ya usalama wa hizo mbegu.
hasa zinazotengenezwa hapa nchini za wakulima na zingine ambazo ilimradi zinatoka katika taasisi za nyumbani. Mifano hai ipo. Kwa mfano tulikuwa na mbegu moja ambayo ilikuwa inasaidia sana. Kulikuwa na mbegu inaitwa TMB1 ilikuwa inazalishwa hapa nchini. Tulikuwa na mbegu inaitwa Kilima inazalishwa hapa nchini, na nyingine walipa jina la Taxpin ilikuwa inazalishwa hapa. Ilikuwa na ubora wa hali ya juu sana, lakini matokeo yake ilipotea taratibu. Maafisa ugani badala ya kuzungumzia hiyo mbegu ambayo inazalishwa nchini, wakageuka nasikia Sidco, DKC ngapi. Hivyo matokeo yake zile mbegu zetu zikapotea, lakini zinazalishwa nchini hatujazilalamikia. Kwa hiyo kuna mkono pia kuna mkono wa wakubwa. Kuna mkono wa wakubwa kwamba hizo zima ili zile za jamaa zetu za kampuni nje zije zitawale nchi. Hilo ni swala ambalo tunataka kuangalia vizuri kabisa, kwamba kampuni zinazouza mbegu za nje hapa zina msukumo wa watu wa ndani yetu katika serikali hii au wafanyabiashara wakubwa, lakini lazima watu wa serikali wapo ambao wanawasupport kwa ajili ya kuangamiza mbegu zetu kwa lengo la kutengeneza biashara kwa kutumia sisi wakulima. Kwamba yani ilikuwa ajenda ya nani hasa kipaumbele cha nani, kwa sababu wakulima hawa wamesema kwamba sisi hatuhitaji, sasa imeletwa na nani. Kwa hiyo tumefurahi kuona kwamba imejibiwa na hiki ambacho umekiweka hapa. Sasa sijui kwamba zamani kuongeza kama unasoma hapa kwenye hii ndio ya Kiswahili kwenye matamko ya kisera, moja, kuhamasisha maendeleo na matumizi ya bioteknolojia yanayolenga vipaumbele vya taifa kwa kuzingatia sera ya taifa ya bioteknolojia na kanuni za kiusalama. Sijui iko promote understand pale number 2. Sasa labda wakieleza lakini bioteknolojia unajua GMO namba 2, soma namba 2. Kuhamasisha utafiti wa bioteknolojia katika maeneo mapya na yanayojitokeza yenye mwelekeo wa kupunguza tatizo la katika kilimo kwa kutumia teknolojia ya uhandisi geni. Sasa ndio maana nauliza hivi kwamba kwa hiyo ipo, sio kwamba imeondoka. Kwa hiyo sala hapo ni kwamba ni kipaumbele cha nani? Na hapa mkurugenzi, ngoja tuseme hivi kwamba hoja ambayo imekuwa ikizungumzwa ni kwamba yani tusifunge milango ya sayansi, na ni kweli tusifunge milango ya sayansi, lakini sayansi ambayo ina maslahi kitaifa. Ukiangalia uhandisi geni unaozungumzwa sasa hivi, uhandisi geni cha kwanza sio ajenda yetu kama taifa, ni ajenda ya makampuni kipekee Monsanto, na hii inajua vizuri. Na sasa kama ndio hivyo, wao wana ukarimu gani wa kutusaidia sisi kwa ajili ya kuendeleza ajenda hiyo ya kwa sababu hata utafiti huo wenyewe unaofanyika hapa Tanzania ni wa kuvalidate, wa kuhakiki tu kama hizo itafanya kazi hapa waifanye, lakini hatuna umiliki wa hizo jini zenyewe, hatuzimiliki sisi, na milikiwa na Monsanto sasa hivi Ulaya. Hatuna utaalamu, hatuna wala sio kipaumbele. Sasa tunashangaa tunapoona kwamba sera inaitanguliza kama vile ni kipaumbele chetu. Sasa hii imetoka wapi? Na ni cha nani? Kipaumbele cha nani? Si ndio? Kwa sababu sayansi yenyewe huimiliki. Na wanasayansi wanatumika validate kufanya nani multi location trials, nyingine South Africa, nyingine Makutopora, nyingine wapi, si ndio? Hiyo science hiyo jini unaimiliki nani? Hiyo nani, hiyo patent ya nani? Unaona? Sasa ndio maswali yetu, kiasi kwamba sasa kama sio yetu, inakuwaje ile sehemu ya sera yetu ya taifa? Kuru. Naitwa Samuel Dede, natoka Mara. Swala la GMO nitaliongea kwa ufupi, lakini inaeleweka na watu wameshahodhi na watu wameshatafuta madhara yake ni nini. Nikisema watu ni sisi wakulima, kwamba tunataka kuingia hatari ambazo nchi zingine wameshaingia. Kwa hiyo wanaleta maambukizi ili na Watanzania waambukizwe shida walionayo huko. Si kwamba kila kitu tuige. Kuna mambo ya kuiga na kuna mambo ya kukataa.
GMO itatuletea hatari. Kwanza ina madhara, mazao yanayozalishwa ambayo hayana mbegu zinazoendelezwa. Mbegu zake ni za shida. Mbegu zipo zitabadilishwa, zitakuwa GMO, alafu baadaye tumepoteza hizo mbegu. Kama nyanya inaweza ikazalishwa kwenye maji, itatoa mazao gani? Itatoa nyanya inayorutubisha mili yetu au itatoa kitu kingine? Sasa kwa mfano hiyo, tunakwenda kuzalisha sumu. Tuombe tu ofisi yetu ya kilimo kwamba sisi GMO tunaipinga kwa vikali sana, kwamba itakuja kutuletea madhara, na tunaingia madhara tunayoona, na tumeshauliza, tumeshaelewa hatari ambayo italetwa na GMO. Haturuhusu na tuombi familia zetu na Watanzania kuja kutumia mbegu inayozalishwa na GMO. Kwa hiyo sisi tungeomba kwamba kwenye waraka huu unaotengenezwa sasa, masuala ya GMO, jina ndio limebadilishwa pale, mnatuandikia jini, lakini kwa namna fulani lugha imeshaeleweka. Tunaomba isiwemo kwenye waraka huu unaotengenezwa na wakulima na watafiti wetu na kilimo chetu ambacho kitakuwa endelevu kwa maisha ya vijana wetu na watoto wetu. Kwa hiyo ombi letu ni hilo, kwamba GMO hatupendi iingizwe kwenye waraka huu. Mataifa mbalimbali duniani na mifano tukapewa. Sijui kwamba ninyi kama wataalamu hamjabahatika kukutana na wataalamu wao kawaeleza madhara za GMO mpaka leo kuna viashiria kwamba iko huko ndani. Naomba swala linalogusa GMO litamko kwamba yani ileweke kwamba mkulima ambaye ndiye mwenye sera inatengenezwa hataki kulisikia, likiwepo litakuwa katika mazingira ya nguvu tu kwa ajili ya kuwalinda watu fulani. Lakini sisi kama wakulima tunaona halina nafasi kwetu. Asante. Kwamba pengine sisi upande wetu tuone kwamba pengine tunajaribu kuresist tunachotaka, lakini kwenye eneo hili kwa mfano tumeondoa pale neno GMO, ndio neno ambalo tukaliondoa, lakini ni kweli kama anavyosema mkurugenzi, tunaposema genetic engineering GMO iko ndani. Hiyo haina mjadala. Lakini sasa kwenye hilo sisi tulitarajia sasa kama MVIWATA tueleze sasa bwana, sisi msimamo wetu kwenye eneo hili GMO isihusike hapa. Sasa hiyo tunakisema nadhani amesema mtazamo wetu ndio hicho, yani kwa ujumla wote ni kwamba GMO sio kwa maslahi ya mkulima mdogo, si ndio ambacho tunasema, yaani sio kwa maslahi ya mkulima mdogo kwa sababu ya mwenendo wa mazao na mfumo mwenyewe ulivyo. Cha kwanza nasema hivi kwamba cha kwanza ni kwamba ile teknolojia yenyewe kimsingi haimilikiwi na Tanzania, haimilikiwi na Tanzania, sio teknolojia yetu. Teknolojia inamilikiwa na makampuni, na kwa hapa kipekee inachoendelea sasa hivi kwa mfano ni teknolojia ambayo inamilikiwa na kampuni ya Monsanto, na imesemwa kwamba Monsanto ndio imetoa jini ile iliyomo kwenye water efficient maize for Africa wewe. Lakini ni mfumo ambao unaelekea hatimaye kuwafanya wakulima wawe soko kwa ajili ya nani, kwa ajili ya Monsanto kutengeneza faida, wanakuwa tegemezi. Kwa hiyo kama ni hivyo, ni kwamba hata pesa zenyewe hata utafiti wenyewe unaoendelea sio pesa zetu za Tanzania, na mkurugenzi kama tumetenga kama taifa shilingi ngapi moja kwa ajili ya utafiti huu. Sasa kama sio hivyo, wao wana ukarimu gani wa kufanya tutumie mamilioni ya dola kwa ajili yetu sisi, kwamba wanatupenda sana unaona. Kwa hiyo kwa sababu hiyo itakuonyesha wazi kwamba sio kwa maslahi yetu. Sasa kinachotusikitisha ni kuona kwamba sasa inapenyezwa hata mpaka kwenye sera yetu ya taifa ionekane kama ni ajenda yetu, ambacho sio sawa. Kwa hiyo hamna mtu yote wa nje. Kwa hiyo na hapo tunapozungumzia
UNESCO tunazungumzia bibi zako, baba zako, mama zako, wajomba, yani hata Mungu. Kwa hiyo tumzungumzie mtu wa nje. Kwa hiyo masuala mengine tunapoangalia hapa tuangalie kwa undani zaidi. Sio kwamba kuna watu wanatetea, watafiti wanatetea kwa sababu wanatetea ajira zao. Kuna watu ambao walikuwa wanategemea mradi uendelee, wapewe contract zaidi. Na ni very vocal. Kwa hiyo sio kwa maslahi ya taifa letu hii. Tunataka kama ni maslahi ya taifa yetu, let us put it at University of Dar es Salaam. Tuiweke hapa Sokoine. Serikali itoe pesa, watu wajifungie kama walivyojifungia Iran kwa ajili ya kujaribu kutengeneza nuclear weapons. Ingawa wamepigwa mawe kwa kweli kama. Sasa hiyo ndio ilikuwa na maana. Lakini unasema nani hawa Monsanto nani ambao sasa wana kesi 3000 na kila mahali. Sasa sisi tunaipinga kwenye sera. Nadhani inabidi tuangalie. Kwa sisi tunaipinga kwa misingi, sio kwa maslahi ya wakulima. Na hata tena hii imezungumzwa vizuri sana. Kuna maeneo ambayo ili utumie mbegu hiyo lazima iendane na mazingira tofauti ya uzalishaji. Lazima utumie labda herbicide fulani kwa ajili ya kunania kuwa vinginevyo hutazalisha. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwa ajili ya maslahi ya kibiashara makampuni, sio kwa maslahi ya kibiashara, sio maslahi ya mkulima, wala sio kwa maslahi ya taifa letu. Ndio tunachosema. Asante. Kwenye kipengele hiki kinachoongelea swala la ugunduzi wa mbegu, kwanza sijui kama itakuwa ni mbegu pekee yake au ni mbegu na mimea. Namba 1. Namba 2, ukiangalia matamko yote ya kisera, nitarudia labda mambo ambayo wenzangu wameyatangulia kuyasema, linaongelea swala la kuhamasisha, yani ukiongelea swala la ugunduzi wa mbegu, tukifuatilia tukiangalia sheria ya mbegu na procedures, yani zile hatua ambazo mtu unatakiwa uzipitie mpaka kuhakikisha kwamba mbegu yako isajiliwe na uambiwe wewe ndio umeigundua. Sidhani kama kuna mkulima mdogo ambaye anaitwa ni mkulima mdogo wa Tanzania anaweza akapitia zile taratibu zote za kuangalia sijui masuala ya uniformity, zile dusi mfanano, sijui vitu gani, kuna vile vitu vitatu vile ambavyo vinatakiwa uvitimize, ikatestiwe sijui kwenye maeneo mengi. Yaani ni mlolongo mrefu ambao katika hali ya kawaida mkulima mdogo hawezi kuvifikia. Kwa hiyo hata kama ana mbegu yake, mwisho wa siku hiki kieneo kinatoa nafasi bado kwa makampuni ya nje ama ya ndani ambayo yanaudhiwa na watu wenye pesa nyingi kufanya hili zoezi na sio mkulima mdogo. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu ndio inasema kuhusisha umma, lakini je, katika hali ya kawaida umma wetu unaweza kutekeleza, yani kufuata hizi taratibu? Tunajikuta ni hapana. Sasa kwa maana hiyo ni kwamba mbegu za mkulima mdogo either ameigundua, ama kwa sababu kuna mbegu hizi ambazo wakulima wadogo wamekuwa wakizitumia kwa muda mrefu, yani sio mbegu mpya, lakini kutokana na kuirudia miaka na miaka imetengeneza tabia mpya na ni mbegu yake anayoitumia siku zote. Sera izitambue na impe uhuru wa mkulima huyu mdogo aweze kubadilishana na mwenzake, akiamua kutaka kuiuza aweze kuiuza, asizuiliwe na sheria za baadaye zinazokuja kutengenezwa kutokana na mwongozo wa hii sera. Usiminye mkulima mdogo kuweza kufanya hilo, ukamwambia lazima mbegu yako iwe imesajiliwa, kwa sababu hatoka aweze kufuata hizo taratibu. Kwa hiyo sera itambue mfumo wa umiliki, mfumo wa mbegu za mkulima mdogo, kitu cha namna hiyo. Mkurugenzi alisema anataka mikono, na mikono umeiona. Lakini la pili nataka kusema hivi kwamba aliloliongea ndugu Bakari Mbaga kutoka Kilimanjaro ni kitu ambacho waziri wa kilimo Dr. Charles Tizema wakati huu aliongea, na tukimsikia hivi anasema hivi, aliongea akiwa pale Seliani na tupo tulikuwa tunamsikiliza. Anasema hivi, ninachojiuliza ziko wapi mbegu zetu za taasisi zetu za tafiti? Kwa mfano, ukipita hii barabara ya Arusha utakuta Pana, utakuta Sidco, utakuta Syngenta, utakuta nini Monsanto. Kwa nini mbegu zetu ziko wapi? Seliani ngapi, sio nini au nini? Sasa ukienda kwenye hizo Ukiriguru ngapi, ukienda kwenye Staha, ukienda kwenye Kilima, ukienda
hazipo TMV1, hamna kabisa. Na walikuja watu wa ASA hapa ofisini kwetu, Dr. Sofia Kashenge na timu yake wamekuja, wakaanza kutueleza kazi wanazozifanya na nini, na kupata maoni hivyo hivyo jinsi ya kuboresha kazi zao. Sasa mtu mmoja akamuuliza hivi kwamba mkurugenzi, hivi mbegu gani ambazo mnapendekeza nzuri kwa ajili ya mahindi, kilimo cha mahindi? Akataja. Kwa hiyo sasa mimi nahitaji kilima. Sasa hizo kilima kwa nini? Sasa hivi zipo zinafanyiwa usafishaji na nani. Sasa issue inakuja ile kwamba kwa nini mbegu zetu hazipo? Kwa nini mbegu za makampuni ndio zinatawala kila siku? Na cha pili ni wakwambia hivi kwamba mimi nilikuwa naongea na mkuu wa wilaya mmoja, simtaji, lakini mkuu wa wilaya mwenyewe ananiambia hivi, tunakaa tunaongea, anasema kwamba nimejaribu hizo zinazoitwa mbegu bora, nimeachana nazo kwa sababu kwenye shamba langu hilo nimepanda eneo fulani mbegu hizo za asili, alipata kwa mkulima, akapanda na hizo mbegu. Anasema nimevuna vizuri zile mbegu za asili. Kwa hiyo unaona hizo ndio feeling za watu. Sasa of course hofu yangu ni kwamba tunajadili utafiti, sasa tumeshaanza kwenye mbegu. Lakini asante. Pamoja na watu tuliozungumza, labda niseme kwamba kiukweli, kiuhalisia hicho kitu kina mfumo ambao haujakaa sawa, kwa sababu hiyo kutokana na utafiti wa mbegu inatuumiza hadi kwenye kuuza bidhaa zetu, kwa sababu hiyo mbegu tunayoilia sisi ambayo ni ya kienyeji ya asili ambayo tunaweza tukailima na ikatoka vizuri, lakini inakuwa tayari ule mfumo kwenye kuuza ile mbegu yetu hainunuliwi. Ndio unapoa masharti pale kwenye kuuza. Tunataka mbegu ya aina hii. Kwa hiyo inakuwa unataka kuilima ile, kule tayari haina soko. Kwa hiyo tuangalie kwamba tualifanyaje hili swala kiasi kwamba hii mbegu tukiilinda vizuri ya asili pia kwenye soko, hiyo tayari na nini inapata soko. Kuna maeneo ambayo yamezungumzwa huko ndani. Sijui na mengine hatujayagusa. Ya mbolea. Tunataka tumalize huo mjadala wa mwisho ambao ndio tufunge, tuangalie maeneo mengine ya mbolea kwa mfano ya nini. Lakini nitaka kusema kwamba yani hayo yote yatategemea uchaguzi na namna tunavyoweka vipaumbele kwa ujumla wa kiote. Yani hayo maeneo hayo, mbolea na pembejeo na nini. Kwa mfano ukiangalia kwenye rasimu hii mliotupa imo, na kwenye sera hii imo, eneo linazungumzia mazao nishati, biofuel. Sisi tunajiuliza kwamba yani hilo hitaji ni la nani? Kwa mfano yani anayehitaji hiyo biofuel ni nani mpaka iwe kwenye sera yetu? Hizo mazao nishati ya mazao ni nani? Anahitaji ni nani mpaka na ukiangalia vizuri yani hiyo mambo ya biofuel ni kwa sababu Ulaya imejiwekea taratibu zake na malengo yake mpaka mwaka fulani iwe imezalisha asilimia kadhaa ya nishati inatokana na nishati ya mazao, nishati mbadala. Soko liko, ardhi iko, hatuna Ulaya, twendeni Afrika kwa hiyo sisi hapa inatumika kama nyenzo kwa ajili ya mahitaji ya Ulaya na tunaiweka kwenye sera yetu. Yaani tunaweka kwenye sera yetu kitu ambacho wala sio hitaji letu, wala sio kipaumbele. Kipaumbele chetu ni kuzalisha chakula, na mara nyingine kinayumba. Ndio maana leo mara watu wamesimamishwa, msiuze mazao, msitoe wilaya kutoka wilaya mpaka wilaya nani, kwa sababu bado tuna shida hii. Sasa leo mazao haya ni kipaumbele chetu mpaka tuweke kwenye sera. Angalia sasa, twende kwenye uhalisia. Uhalisia ni kwamba makampuni yaliyokuja kuchukua ardhi kwa ajili ya mazao haya, nenda Sun Biofuel Kisarawe, kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba kwanza wakuzalisha hata mche mmoja. Pili ni kwamba shamba lile wakaliuza kwa 30 degrees east ya Mauritius, ambayo nayo ikafence imekaa. Je, sera yetu tunataka kupromote hayo? Unaweza iko mifano mingi tu. Sekab ilitaka eneo la hekta milioni 2
ikashindwa kulipata, baadaye ikaona mfumo wenyewe wa kibiashara hiyo nadhani hauendi vizuri, ndio private sector yenyewe ikauza lile eneo na ikabadili mradi, imekwenda ndio bioenergy Bagamoyo, nenda Agrisol, nenda. Kwa hiyo unaweza ukaenda katika maeneo mbalimbali. Sasa je, hiyo ina warrant, yani sisi ndio tunasukuma tuweke kwenye sera kwa ajili ya kuwatumikia wengine, kwani tunakubali? Sawa. Kilimo hai. Kilimo hai ni dhana Ulaya wamejifunza, Marekani wamejifunza, lakini nadhani hawafanyi sana. Ulaya wamejifunza, wameona athari zote za kimazingira na za kiafya kutokana na matumizi yaliyopitiliza ya madawa, matumizi yaliyopitiliza ya mbolea za viwandani, matumizi yaliyopitiliza ya machinery, kwa sababu ina compact udongo. Wao wamejifunza haya. Kwa hiyo wakasema hivi kwamba watu wa promote, waanzishe mfumo mpya kwa majina tofauti tofauti, kilimo hai, permaculture, yani agroecology na kadhalika na kadhalika, na wanajaribu kuifanya. Na kuna wakulima ambao wanapewa kama ruzuku ya kubadili mashamba yao kutoka conventional kwenda kwenye organic. Ulaya wanafanya. Kwa hiyo sisi tunachokisema ni nini? Ni kwamba huku kwetu kinyume chake. Ukiangalia kwa mfano mkurugenzi Gungu umetusomea ile budget highlights ya bilioni 10 kwa ajili ya manunuzi ya viuatilifu, tukajiuliza, ambayo ni sawasawa na budget ya irrigation ya umwagiliaji, 10 billion viuatilifu, 10 billion umwagiliaji. Unaona, sisi tukasema kwamba vipaumbele vyetu tunaviwekaje? Huko kwetu ni kwamba serikali inaingia makubaliano na makampuni makubwa Yara na kadhalika. Yara kwa kujenga landing site Dar es Salaam pale ya dola milioni 200, sio kwa sababu inatupenda, kwa sababu kuna biashara. Kwa nini sasa tunakubali sera itugeuze kuwa soko? Unaona? Sasa haya ndio maswali makuu ya kujiuliza, ili sera tuamue inaweka nini na inaacha nini, na sio kutaja tu vichwa na nini, bila kuangalia mazingira yanayopelekea kwa nini hiki kipo, kwa nini kisiwepo, na nini kina trigger hii iwepo ndani. Kwa hiyo sisi tunadhani kwamba kwa ujumla wake wote, ndoto yetu ni kwamba kilimo kiwe endelevu, kupunguza matumizi ya hayo madawa na pembejeo ambazo zitatuharibia rasilimali ardhi yetu kwa muda mrefu, kwa sababu imetokea. Ulaya ameshajifunza, India ameshajifunza, na nchi nyingine zimeshajifunza, na sisi tujifunze kutoka, tuchukue tahadhari hiyo, badala ya kudhani kwamba ili mkulima aendelee kuna per capita use of fertilizer, kwamba mimi chini ya hapa huyu hajaendelea, juu ya hapa huyu ameendelea, sijui ni tani ngapi kwa hectare, I don't know, sijui. Kwa hizo ni parameters za ovyo ambazo zitusaidii sisi. Sasa hayo yote ndio yatatupelekea kuja kuona haya masuala ya mbolea, masuala ya nini, of course wakulima wengine wanalazimika, wanawajibika, lazima watumie, wasipotumia havuni chochote kwa sababu udongo umeshakufa. Sasa katika hilo tufanyeje, tukiwa tunalenga kupunguza, kurekebisha ardhi yetu, lakini sasa kwenye mfumo wa usambazaji tufanyeje ili wapate mbolea yao kwa wakati, kwa bei nzuri? Ukiangalia kwa mfano sasa bulk procurement system kiuhalisia, Michael huyu hapa umechukua data kwa wakulima wangapi? Walikuwa 200, almost 200 kutoka mikoa mbalimbali, na wengi wanaona kwamba bulk procurement system haijawasaidia kupunguza bei, badala yake bei imeongezeka na hawapati kwa time, lakini ndio ukweli ulivyo. Kwa hiyo sasa haya ndio ya kuangalia kwenye sera tunapozungumzia sera. Viwata. Sauti ya mkulima. Kichelewa kidogo ilikuwa msikitini. Niwe radhi. Umetuongea. Lakini kwa sababu nimekuta mada ya mbegu. Toski, nashukuru nilifanya nao kikao au seminar, wakatuelimisha juu ya mbegu. Lakini mimi kama mkulima, tena ni mkulima wa zao la korosho, tuna changamoto kwenye zao la korosho.
kwa sababu tunaambiwa tupande mbegu bora ambazo zimethibitishwa na JNL, lakini ile mikorosho au zile mbegu zina muda maalum. Tena mkulima ukiwa mvivu utakuwa na mkorosho. Tunaambiwa tuachane na mikorosho yetu mizee ya zamani ambayo imechoka, sasa hivi haina chochote. Lakini ile mikorosho, mimi ninao mikorosho ambayo nimerisi, na sasa hivi nina miaka 47. Lakini hiyo mikorosho ipo na itaendelea kuwepo. Watoto wangu sasa hivi ni wakubwa na wao na imani wataendelea kuihudumia. Lakini hizi mbegu za kisasa kama walivyolalamika wakulima wenzangu, ina muda maalum. Kwanza inashika sana magonjwa, baada ya miaka 5 kweli utavuna, lakini sio zaidi ya miaka 10. Ule mkorosho kama hutakuwa mtaalamu au mtu wa kujishughulisha mara kwa mara kwenda shambani, unashambuliwa na wadudu mapema na kufa na homa tu ambayo inaweza kalipuka ukapoteza miche yako ya mikorosho. Naungana na wenzangu ambao wamesema kwamba mbegu za zamani au zile za kulisi bado tuendelee kuwa nazo. Zilindwe kama kawaida. Zilindwe. Safi. Huo ndio ushauri wangu. Ambacho mimi na tunaweza tukaongeza ni kuhakikisha kwamba au kuangalia ni kwa jinsi gani sera hii itatambua contribution, mchango wa wakulima wadogo kwa hawa watu ambao wanaitwa wagunduzi wa mbegu. Labda mtu akisema nimegundua mbegu hii, sasa ni kwa kiasi gani sera itaelekeza mchango wa wakulima wadogo unatambuliwa katika huyo anayeitwa mgunduzi. Kama sijakosea, Tanzania ni mmojawapo ya watu ambao kuna treaty ile ya protection ya genetics materials for plants kwa ajili ya food security sijui na nini. Tanzania na mwenyewe ni mmojawapo ya watu ambao wamesaini. Kwa hiyo katika ile treaty inawataka nchi ambazo zimesign kuhakikisha kwamba inatambua contributions za wakulima wadogo, lakini pia huyo anayeitwa mgunduzi disclose origin na kuonesha ni kwa jinsi gani ameipata hiyo genetic material, hiyo mbegu ameipataje kisheria kabisa. Kwa hiyo inatokeza mara nyingi mtu anakutana tu na mbegu, watu wanailima muda mrefu, lakini anasema mimi ndo nimeigundua, wakati wakulima wa eneo fulani wanayo muda mrefu wanailima. Kwa hiyo mtu anayegundua mbegu atambue hiyo nafasi ya wakulima wadogo wamechangiaje katika ugunduzi wake yeye wa mbegu, lakini pia itambulike nafasi ya wakulima wadogo kwamba na wenyewe wameshiriki katika swala zima la ugunduzi wa hiyo mbegu, kwa sababu wamekuwa nayo kwa muda mrefu, labda kama ni katika eneo hilo wamekaa nayo, kwa hiyo wana nafasi yao pia katika ugunduzi wa hiyo mbegu, na ionyeshe kabisa kisheria, na ikiwezekana hata sera ielekeze ni kwa jinsi gani na hawa watu wa eneo hilo watanufaika na huyo anaitwa mgunduzi wa hiyo mbegu katika hilo eneo. Na alitotoka nje kwa sababu ni swala ambalo kama tushatia sign kwenye treaty, kwenye mkataba fulani, ina maana tu ni swala la kurejea mkataba, kwamba ule mkataba unasema ni lazima huyu mtu afanye hivi na huu mkataba tumeutilia sign. Kwa hiyo sera ihakikishe kwamba huo mkataba unafuatwa vipengele vyake vyote. Lakini pia sera iangalie ni kwa kiasi gani mavuguvugu ya wakulima wadogo yaliyoko Tanzania, kwa mfano tunazungumzia MVIWATA, au yaliyoko ulimwenguni katika masuala haya ya ushawishi kwenye masuala mazima ya mbegu. Kuna hizi protocols ambazo tuna sign sana siku hizi, tumebakisha tu kuziratify. Sasa yale ambayo kama mavuguvugu yameibua kama matatizo, na hizi protocol kuyabadilisha, kusema kwamba kweli hapa ilikosewa, tunataka tuweke hivi, basi sera iangalie ni kwa kiasi gani pia hayo ambayo yalijitokeza kama matatizo kule na yalionekana kama ni masuala ambayo yalifanywa ushawishi yanaonekanika na huku. Mfano kama kwenye protocol ya SADC ya mbegu kulikuwa na baadhi ya masuala ambayo yalifanywa ushawishi na yakaonekana kweli yanaweza akafanyaje yakabadilika. Kwa hiyo pia kwa kiasi gani tunaweza tukayachukua na kuyarudisha huko, ambayo yote yanahusiana na masuala ya haki za wagunduzi wa mbegu. Mbegu ambayo tayari imeshaazimiwa na imeonyesha ina sifa za uzalishaji. Yule mwenye ile mbegu ambaye ni mkulima mdogo ambaye ameweza kushirikiana na watu wa utafiti, wamemfanyia utafiti, maana yake kwamba unamnyima fursa ya soko.
hawezi kuuza nje ya wilaya yake. Yaani na maana sasa ile mbegu ni biashara kama ilivyo biashara ya makampuni ya mbegu. Kama sheria isingekuwa inamfunga, angeweza kupeleka hata kwenye maonyesho ya Nane Nane akaitangaza na akaiuza na akapata hela kama anavyopata hela makampuni ya mbegu. Kwa hiyo sheria inatubana kama wazalishaji wa ndani, inatubana tufanye biashara ya mbegu, kuwapa fursa wa kampuni waweze kufanya biashara zao za mbegu. Maana yake sasa kama itaonekana na mbegu zetu za ndani, kwanza zitakuwa na sifa ya asili. Alafu pili itakuwa ni mbegu yetu, tutajivunia kwamba ni mbegu yetu. Sasa makampuni hapo sasa ndio hii misukumo ambayo ipo kwamba sheria nyingi na sera zinasukumwa na makampuni ya kibepari zaidi kutufanya sisi tuwe soko lao badala ya sisi kujitegemea. Maanake unaposema uhuru ni pamoja na uhuru wa mbegu. Mtu kishanyima uhuru wa mbegu haupo huru, upo mtumwa. Kama hutokuwa na uhakika wa mbegu ya kuzalishia mazao ambayo ni chakula, utakuwa tayari haupo huru, ni mtumwa. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba sera itamke hilo ilionekane kulingana na changamoto. Tunasema si wakulima tunazungumza haya tukitoa kwenye changamoto ambazo tunaziishi. Sasa tunataka tupendekeze iwe kwa leo ambapo tunapendekeza kwamba sera sasa itamke haki ya mkulima mdogo kuzalisha na kuuza mbegu zake za asili, na ije iende kutengua sheria ya mbegu ambayo inazuia mbegu yani kuwa na mageti kwamba wewe umezalisha hapa, uza hapa. Yaani mimi nikitoka Mbarali nije naye mbegu hapa nimuuzie mtu wa Karatu akapande, nimuuzie mtu wa Kigoma akapande. Hiyo sheria ikikaa hivyo itakuwa imetutendea haki. Lakini lazima ijitokeze kwenye sera ya kilimo. Asante. Ambavyo sasa hivi karibu havina watu. Singida najua kipo kimoja ambacho hamna, kipo tu, hamna wanafunzi, hamna nini, walimu wako basi na Sami kingie. Kwa hiyo ni fursa ambayo imepotezwa. Sijui tutaliwekaje hili, lakini nilikuwa nafikiria kitu kimoja. Kuna namna imezungumzwa hapa katika kipengele cha 3 kwenye kabrasha mlilo kuja nalo. Ukurasa ni wa 13. Ukurasa wa 13 7.3.2 Roman 3 au namba 3 ya Kirumi. Inasema kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, masuala ya kilimo yataingizwa kwenye mitaala ya elimu katika ngazi zote ili kujenga uelewa na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya kilimo pamoja na kutoa ujuzi katika kilimo. Nukta. Lakini niseme labda tunakijenga kilimo kwa mkono mmoja na tunakibomoa kwa mkono wa pili. Na nataka kusema kwa maana hii, mwanafunzi akikosea shuleni adhabu anayopewa ni ya kushika jembe. Mtu leo hii ukifungwa katika magereza ya Tanzania, kazi kubwa tunayotegemea ukaifanye jela ni kulima. Na ukifukuzwa kazi, watu wanasema wewe utafukuzwa kazi, utaishia kwenda utaenda kulima. Kwa kwanza mtazamo, mifumo ya elimu haijakiweka kilimo katika kazi chanya ya heshima. Na huku ndani bahati nzuri mmezungumzia ajira ya star. Ipo kutoka kwenye policy yenyewe. Haijakaa sawa sawa. Kilimo kimekaa kama adhabu, kama laana fulani. Kwa hiyo kuna haja ya kwanza ya sera itusaidie katika kubadili mtazamo hasi wa kilimo na hatua madhubuti zichukuliwe za kivitendo za kukiondoa kilimo toka kwenye kazi ya adhabu na kuwa kazi ya heshima ambayo mtu anaweza kamaliza chuo kikuu na akaamua kuifanya na sio kuifanya kwa kuwa hana la kufanya. Kuna maswali ambayo nilikuwa najiuliza kwenye matamko ya kisera kwenye eneo la vijana. Kipengele cha 3 kinasema kwa kile kinachoelezea kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu masuala ya kilimo yataongezwa katika mitaala. Lakini mimi ninapofikiria nahisi kana kwamba tatizo ni kubwa zaidi kuliko hata kuongeza hayo masomo ya kilimo kwenye mitaala. Tukianza nimejifikirisha kidogo kwamba msimu wa kilimo huo unaanza lini na watoto wanarudi lini mashuleni. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa watoto wanafungua shule kipindi ambapo kilimo kinaanza. Wanafunga shule kipindi ambapo wazazi wamemaliza kuvuna kama sasa hivi au wanavuna. Kwa hiyo ukiangalia kwa kiasi kikubwa hata
hizi term hizi za watoto kwenda na kurudi shuleni pia zinawatenga wanafunzi na kilimo, kwa sababu msimu wa kilimo wa zile kazi za kilimo wengi wao pia wanakuwa mashuleni. Kwa hiyo kurudisha mashuleni ni sawa, hiyo mitaala kuongezwa au kufanya nini, lakini pia kwa kuwa sera kama mlivyotangulia kusema kwamba itaundiwa mkakati, kama inawezekanika kuangalia pia hilo swala hilo la huo muda wa watoto kurudi mashuleni na wenyewe, kwa sababu sidhani kama yani tulichonacho ni kama msaafu ubadiliki kwamba mwezi wa kwanza ni lazima watoto warudi mashuleni, kipindi ambacho ndio na msimu wa kilimo pia inaanza. Naitwa Juliana Pika, nimetokea Manyara Hana. Mimi nilikuwa nasema kwenye hii sekta ya vijana tunataka kulima sana, hasa vijana wa kule Hana, ila hatuna mashamba yaliyokuwepo ni ya urithi, na kama si familia zingine kule tuna watoto wengi, hatuwezi kugaiwa mashamba watoto wote. Kwa hiyo kule Hana kuna mashamba ya yalikuwa ya wafadhili zamani, yako kule Basutu ya wawekezaji yako kule Basutu, ni maekari makubwa. Kwa hiyo sera hii ilazimishe serikali kila kijana apewe shamba eka moja. Haya yamejitokeza zaidi, tumeona baada ya serikali hii ya awamu ya 5 kuagiza kwamba maafisa ugani uhamie vijijini, yakajitokeza mambo ambayo mimi nataka niseme kwanza. Maafisa ugani walipokuja kule ni maisha mapya, wanakodisha maeneo ya shamba na wao wanalima, lakini cha ajabu wanakwenda kujifunza kwa wakulima wazoefu, hawajui kitu. Afisa ugani mimi nilipakana naye kabisa hivi, bwana hiki tufanyaje? Ambia hii kitu mimi nimekwenda kupata tani saba katika robo 3 eka ya matikiti, yeye amekwenda kupata kitoyo, yani kile kitoyo kile. Kweli kabisa, ninachosema ni cha ukweli kabisa, hajapata kitu, ni bwana shamba huyo. Unanielewa? Ukiwauliza kwamba habari ya dawa fulani, kwamba bwana hii dawa, wengine wanakwambia bwana ama dawa bwana kutoka siku za karibuni, soma kibandiko. Hawana uzoefu. Kwa hilo tatizo ni kubwa, mfahamu hivyo ndugu zangu. Kuna tatizo kubwa kabisa kuhusu maafisa ugani ambao kule wengi elimu yao ina mgogoro. Kwambia ninayoyaongea ya rekodi kwenye WhatsApp, nikiondoka unirushie kwa namba ya mtu fulani. Ina maana yeye hana ile simu, atachukua simu ya mtu kwenda kurekodi yale matukio, labda yeye anaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kwa sababu hawa watu wanaonekana kama ile sekta ni kama walilazimishwa kwenda kule kwa kukosa ajira, ndio maana wakapelekwa kwenye sekta hiyo ya ugani. Kwa hiyo tunaomba hii kwenye hii sera iangalie hawa watu, ikishindikana tusomesheni sisi wenyewe. Tunataka kule za uongo za kweli. Sasa sisi tuseme kama wakulima wa pale tunapoishi na yule ambaye ni afisa ugani wa kwetu kwamba huyu jamani hatutendee nini haki kwa masuala nini ya bwana shamba. Wana tukichukua sisi tukisema sisi kule watasikiliza zaidi. Ni kwamba hilo swali lina utata mmoja, kwa sababu watu hawajapokea hiyo huduma. Sasa tukisema kwamba kuna mtu kafanikiwa au huduma ni nzuri, hiyo itakuwa kwamba aidha ataisema ni nzuri kwa sababu alimnunua kwa fedha kubwa, ndio maana ameweza kutoa maelekezo mazuri. Lakini sambamba na hilo ambalo nilitaka niongelee, hao maafisa ugani ambao ni bwana mifugo, si vibaya hata tukimwongea kwa sababu wote ni sekta yetu, pamoja na mabwana shamba. Sasa hivi ndio wauzaji wakubwa wa pembejeo, wenye maduka ya pembejeo. Wao wanauza kwenye maduka yao. Fanyeni utafiti, sisi ndio tunaoishi nao, huo ndio uhalisia. Sasa ndio maana tunaona hivi, wale watu wamebadilisha kutokana na serikali kuwasomesha, wamekwenda kutuibia, na hawa ndio wanatuuzia pembejeo zilizopoteza wakati wake na wanazoweza kuziharibu wenyewe. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo swala lirekebishwe kitaalamu kwamba maafisa ugani waweje, na mimi nilikuwa napendekeza ikiwezekana mtoa taarifa ya utendaji wa bwana shamba awe mkulima kwenye eneo husika. Nipate nafasi ya kujitambulisha. Mimi naitwa Michael Mbago, japokuwa humu kuna Mbaga. Mimi naitwa Mbago. Natokea mkoa wa Kigoma. Mimi
ninaweza nikawa nina wasiwasi kidogo kwamba uhalali wa huyu mtu afisa kilimo kuwa na duka au daktari, nafikiri Tanzania ndiyo imetufikisha hapa. Tumekuwa kwa sababu ya umiliki, wamekuwa tukienda hospitali tunaambiwa dawa hakuna, kanunue sehemu fulani. Sasa tuangalie kwamba uhalali wa yeye kuwa na hii duka lina manufaa kwa mkulima au namna gani. Nikifuatilia mkuu wa mkoa wa Tabora alikamata duka moja la pembejeo ambayo ilikuja kubainika zile pembejeo zimetoka serikalini na afisa kilimo amepeleka pale kuuza. Kuna watu humu waliona kwenye TV. Mwandi alikasirika sana na akasema sukuma ndani. Naona? Kwa hiyo mimi niseme kwamba uhalali uwe uhalali pale ambapo kwamba anawatendea haki. Lakini mimi niendelee kusisitiza kwamba endapo wakulima wakachukuliwa na kupelekwa kwenye vyuo ili kunolewa wakafanye kazi, tutakuwa tumepata wataalamu wengi. Kwa sababu nitatoa mfano, hivi ni visamkasa na mvichukue. Nitatoa mfano, mimi kwenye wilaya ya Uvinza kuna wanafunzi wanatoka sekondari wanakuja wanapokuwa na ile project ya kilimo, wanakuja kwenye kikundi chetu. Sisi tunawanoa, hawaendi kwa afisa kilimo kwa sababu kwanza hawamuamini. Mimi hapa kule ninaitwa afisa kilimo, vipi si tunafanyaje hapa? Tukinolewa tutakwenda kufanya vizuri kwa sababu sisi ndio sisi ndio wahanga wa hili jambo. Kwa hiyo hii sera hebu iwekeni vizuri kama kweli tunataka mabadiliko na isiwe mapinduzi ya kijani. Tukawe na kilimo ambacho kinamkomboa mkulima. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mara nyingi nimenyosha, nadhani ni mfupi mno. Natoka mkoa wa Iringa, naitwa Venance Cassian Ngibuchi. Nataka nichangie kuhusiana na mambo ya maafisa ugani. Kimsingi mimi binafsi ninapotoka nimebeba mzigo wa watu karibu mikoa miwili. Ninachokiona mimi bado ni tatizo kubwa sana. Kwa mfano, unaweza kuona mtu ni afisa ugani, akifika mahali pale anabadilika kuwa afisa mifugo. Kwa maana kule kuna fedha, nikikuita uje unitibie ng'ombe wangu anakimbilia. Lakini ukimwambia aende shambani haipo tayari. Anakwambia jaza mafuta. Nakwenda machinjoni. Nakwenda machinjoni kule wanakimbilia sana. Sasa nilichokuwa nataka niseme ni tatizo. Na ndio maana unakuta kama sisi sera hii tunaipigania sana. Kwa sababu gani? Tukasema hata kama afadhali tu wakasomesha wakulima wanaokaa na wakulima wenzao, tatizo linapotokea anakuwa jirani na tatizo lile. Lakini pia maafisa ugani walio wengi wanakaa mijini badala ya kukaa shambani. Hicho ni kitendo ambacho kama wakulima hatujafurahia kabisa. Asante. Mimi kama afisa ugani napenda kuongelea kitu kimoja ambacho mimi nimekiona wakati wangu wote wa kusoma. Nawaeleza nyinyi kama wazazi na mimi nikiwa kama mtoto wenu hapa ndani. Ukweli ni kwamba ule moyo kuhusu kilimo juu ya vijana wa sasa hivi au vijana tunaowafundisha au tunaowategemea umepotea. Kwa sababu gani? Hizi sera tunazoziandaa, hii sera ukiangalia hapa, sidhani hapa kuna sera kama imeongelea mahali kwamba lazima turudishe masomo ya kilimo kwa watoto. Yaani kwenye shule hizi za msingi na sekondari. Masomo ya kilimo yarudi. Masomo ya kilimo yakirudi, yule mtoto anatoka pale anafahamu, anapenda kilimo, anakuwa anajua kumbe huu njano unatokana na kukosa nitrogen. Kumbe haya mapapo tints yanayotokea hapa ni kutokana na kukosa phosphorus. Akienda kwenye shamba la mkulima anafanya. Naweza kuwapa mfano. Tumefanya mradi mmoja unaitwa Boss Plus chini ya Mviwata Arusha. Tukafanya utafiti wa uhitaji wa kujifunza wakati ya watoto, vijana na watu wazima. Huwezi amini, tulienda kwenye shule moja inaitwa Selela, wilaya ya Monduli. Tukawapa watoto wale maelekezo namna ya kuotesha miti, kuandaa mbegu, kuandaa kitalu na kuhamisha ile miche kuweka kwenye viriba. Tukaenda shule za sekondari, tukawafundisha na watu wazima. Mtu mzima anakuwa anawaza kikoba,
kurudisha deni lake, sijui kufanyaje. Wakatukimbia watu wazima wote, tukarudi kwa vijana. Unarudi kijana mwingine anawaza kurapu, mwingine anawaza sijui, mara wengine ndo courtship zimeanza. Yaani ukutana na vijana hao kwenye wanasema pale tunaita klabu ya mazingira, unakuta wametokea watu wawili watatu na wenyewe yani hali zao zimeisha. Nenda shule za msingi, watoto yani wakishasikia tu kengele ile kwamba wamekuja wataalamu wa kilimo, wote wamejaa pale, watoto wanajifunza, tukaandaa miongozo ya wao kujifunza ya nini, ya kilimo, ya kwamba namna gani ya kuandaa mbegu, namna gani ya kuandaa kitalu, namna gani ya kuchanganya udongo. Aisee, huwezi amini, Selela tumeotesha msitu. Wale watoto sasa hivi ukienda pale tunatamani sasa tukawaanzishie na bustani ya mboga mboga. Tulivyotoka Selela tumeenda shule 5. Tumeenda Endabash, tukaenda shule zingine pale Endoro, tukaenda Sumawe, Karatu. Wamefanya vizuri. Yaani ukiangalia watoto ile passion walionayo juu ya kilimo ni kubwa. Na mimi jana nilikuwa nasubiria kabisa tufike hapa kwenye ushiriki wa vijana katika kilimo. Ili swala limeniuma. Yaani ni kwamba wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kama tunasema sisi hatutawaandaa watoto, hatutaandaa taifa la kesho la mabwana shamba wazuri. Asanteni sana. Naomba sera, yani naomba hii kwa uchungu kabisa. Naomba sera itamke kwamba inasisitiza Wizara ya Elimu warudishe mtaala wa kilimo shuleni. Unakutana na mtoto sasa hivi ana begi, madaftari anataka hadi kuanguka ambapo anasoma teknoama, sijui Kifrenchi, sijui na wengine wataletewa na Kichina, sijui na makitu gani. Lakini huyu mtoto mwisho wa siku ukija kumwambia hii ni mbolea ya SCA, anakutazama. Yani anakutafakari hakuelewi. Tumia mboga. Mwisho wa siku huyu mtoto ameshakuwa mtu mzima huyu. Ndio mwisho wa siku anakwenda SUA. Anaenda SUA. Akifika hapo anashiriki umesitasua. Akifika hapo anaenda kuunda bongo flavor huko. Utamwambia nini? Utaenda kumwambia wewe bwana shamba njoo unitafutie ugomvi. Jamani, asanteni hilo sawa. Katika upande wa zana za kilimo Mbiwata, kwa upande wa zana za kilimo, kwa kweli ni swala ambalo tunatakiwa tuliangalia kwa makini, kwa sababu serikali yenyewe na taasisi zake kumekuwa na kitu kama tabia ambayo ni ya kutengeneza maandiko yale yakishatengenezwa basi yanaonekana kwamba hii tumeshawamaliza, lakini utekelezaji wa yale yaliyoandikwa ni kitu kingine tofauti kabisa. Nataka nitoe mfano. Kwa mfano napigwa kelele habari ya zana hapa. Hii ni sera ya taifa ya serikali kuhusu swala la kilimo. Sasa tuko kwenye zana. Mfano mzuri nilikuwa nazungumza na mkurugenzi wakati nakula. Kuna taasisi ya serikali inaitwa mfuko wa taifa wa mikopo ya pembejeo za kilimo, ambao wako Dar es Salaam. Nimeenda mara 2, sasa hivi wamehamia Dodoma, nimeenda mara 1. Sasa ule mfuko upo unahamasisha vizuri, lakini tatizo liloko pale kuna uwiano kati ya wale watu wa huduma na matajiri. Kwa sababu liliibuka hapa mwaka 2017 tukiwa na waziri Chizeba hapo seminari. Mkurugenzi wa taifa akauliza, huu mfuko upo zaidi toka 94. Wakulima mnajua? Watu walikuwa kushangaa. Na anasema kila mwaka na serikali inatenga shilingi milioni 700 kwa halmashauri zote Tanzania bara. Lakini mkulima hawajui, lakini pesa zinakwenda. Tulipoambiwa nendeni mkapambane, tukaenda. Nitoe mfano Mwanga, tukaenda kule tukapewa kwa tukajaza. Huu ni mwaka wa pili. Mimi kama kiongozi kule nimeenda Dar es Salaam mara 2 ama nimeenda Dodoma, hakuna kitu. Lakini matajiri pale Mwanga pale, akiwepo katibu wa Taboa mnajua kila mahali Taboa ipo huko kwenye mabasi ya matajiri. Katibu mkuu wa Taboa Mr. Ina Mrutu ni diwani pale, amekomba milioni 100 na ngapi. Madiwani wamechukua, lakini sisi wakulima tulijaza fomu. Ukifika hapo naambia hapana, rekebisha hii, hapana.
Huu ni mwaka wa pili tumechangiana kwenye kufuatilia, zaidi ya milioni 2 zimeisha, lakini ni serikali hiyo hiyo inatoka katika nani hizi sera hizi ambazo tunatengeneza. Fikeni mahala na ninyi mtusaidie sasa kwamba jamani, hawa watu wamejua kweli. Maana kwa mfano na hakika huku taifani hawana shida sana, lakini pale Mwanga wilayani kwangu kabisa, nina hakika kabisa viongozi wa wizara hawa wakawapigia simu pale Mwanga kwamba ni kwa nini hawa matajiri wamepata, lakini wakulima zaidi ya 50-60 hawapati zaidi ya miaka 2. Toa sababu, tutapata huduma, lakini msipowasukuma tupate. Kwa hiyo tunayofanya hapa tusije tukayafanya kwa ajili ya wakubwa, tuyafanye kwa ajili ya kumnufaisha mkulima mdogo, kwa sababu mifano ipo mpaka sasa tunahangaika kwa vitu ambavyo mlipitisha ninyi, lakini havitufikii. Tuepuke kuwa daraja. Hili ukiliangalia kwa haraka, lishe limewekwa tu pale kama kupambia hii sentence, lakini contents vilivyopo humu ndani haviongelei lishe kabisa. Zaidi sana vinaongelea swala la uhakika, yani kuhakikisha chakula kipo, whether ni kama kina lishe au hakina lishe, halijalizungumzia hilo. Lakini pia tukiangalia, tukisema swala la lishe na ukija kwenye masuala ya kupromote matumizi ya hizi modern inputs, hizo agrochemicals, ni vitu viwili ambavyo vinakinzana. Nitachukulia mfano, kwa mfano wenzetu wanaotoka nyanda za juu kusini wanatumia mojawapo ya pembejeo ya kisasa ambayo ni Roundup kusafisha mashamba yao. Ni pembejeo ya kisasa, ukipuliza shambani magugu yote yanakauka, unalima vizuri. Ni pembejeo ya kisasa. Lakini Roundup ni mojawapo ya pembejeo ambayo sasa hivi ina kesi nyingi za kutosha duniani kwa ajili ya madhara iliyosababisha kiafya kwa binadamu. Unaona eh? Kwa sasa sera hii inakuwa upande mmoja inafanya kujenga, lakini ukienda kwenye kipengele kingine inatengeneza mazingira ya kubomoa kile ulichokuwa umekijenga. Kwa hiyo haionyeshi msimamo au mwelekeo wa taifa kama taifa, tunataka kuelekea wapi au yani msimamo wetu ni nini. Unaona eh? Tukija kwenye eneo lingine hapa kwenye masuala ya uhakika wa chakula na lishe, inasema kuendeleza matumizi ya vifaa vya kisasa ikiwemo matumizi ya teknolojia ya drone kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa, nafikiri na usalama wa chakula. Lakini na uhakika drone haitasaidia kupata taarifa za usalama wa chakula kwa namna yoyote ile. Ukiongelea hilo la swala la usalama kwamba ni chakula ambacho ni salama kwa matumizi ya binadamu, sidhani kama itasaidia. Zaidi sana itasaidia kuhakikisha kwamba kuna uhakika wa chakula kipo cha kutosha, lakini kama ni salama haitasaidia kupata taarifa hizo. Tuna mfano wa juzi kati hapa, wiki 2-3 tumekuwa tukilalamika ugali tunaokula unanuka dawa. Unaona eh? Kwa hiyo tumekuwa yani kwa upande mmoja sera ichague tunataka kujenga taifa la namna gani au tunataka kitu cha namna gani. Tusifungue mazingira ya vitu vingine kufanyika wakati na maeneo mengine tunabana, tunakuwa hatueleweki sisi msimamo wetu kama taifa ni nini kwenye eneo lote zima la kilimo. Eneo lingine mmesema ni mchango wa ujumla. Naomba nimalize kabisa ili nisiongee tena. Kuna kipengele kimoja tunaomba kiwepo kwenye sera. Sera itambue haki za mkulima mdogo. Sera haijaongea kabisa kuhusiana na haki za mkulima mdogo. Haijaongelea kabisa hilo swala. Kwa kifupi, tuna azimio la Umoja wa Mataifa linaloongelea haki za mkulima mdogo. Tunataka sera ilitambue azimio lile, ilisimamie na kuhakikisha kwamba yote yaliyotajwa kwenye lile azimio yanapewa kipaumbele na yanasimamiwa na serikali, kuhakikisha kwamba mkulima mdogo anapata haki zake na anaheshimiwa na vyombo vyote na kupata na kufanya kazi zake akiwa katika mazingira ambayo ni wezeshi na yanamsaidia kufanya mambo yote yaliyotajwa kwenye na lili azimio. Lina mambo mengi, kwa hiyo tunataka sera ilitambue lile azimio.
Kwenye hili eneo la lishe, kwa nini nimelisema? Kwa sababu nimesema kule nyuma kuna kipengele ambacho yani kinazuia kufikia lishe, yani kinazuia jamii kupata lishe bora, yani kina promote au kinatengeneza mazingira ya watu kutopata lishe, dawa na nini na nini. Ndio. Kwa hiyo hivi vipengele viangalie. Kwa mfano mwingine mmoja kwenye lile eneo sitaki tulidiscuss sana, lile la GMO. Ukisoma vile vipengele kuna kimoja kinakataza hayo masuala ya mbegu zilizobadilishwa vinasaba, lakini sentensi ya pili yake kutoka juu yake inaruhusu uhandisi jeni. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo yani sijui ni kwa nini vimekuwa hivyo. Sera haina mwelekeo kwamba ni wapi hasa tunataka kwenda. Kama tunasema tunataka taifa linalopata chakula bora, chenye lishe bora, hivyo vitu vingine pia tuonyeshe msimamo wetu kwamba hivi vitu hatuvitaki. Tunachotaka vitu hata kwa sababu sisi kule tunalima maeneo ambayo kwa kweli yanahitaji zana ambazo zitatukomboa. Tuna ardhi nzuri, tuna takriban eka 40 kitu iko wazi, na nafikiri wizara inajua. Yaani tuna reserve ya ekari 40 kitu elfu ambazo tunatakiwa kulima, lakini kwa sababu hatuna zana, na tukiwezeshwa kupata zana, sio kwamba tuwezeshwe kwa maana ya kugawiwa bure, masharti yapunguzwe ili tuweze kumudu kupata hizi zana. Asante kwa kunisikiliza. Muda mrefu. Mimi nafikiri kwenye hili sina mchango mkubwa sana. Zaidi nilikuwa ni kwamba tumeona juhudi kubwa ya serikali, lakini ni juhudi ambayo inaonekana inasukumwa na sekta binafsi katika kutaka kuboresha kilimo, kwa mfano la upatikanaji wa zana za kilimo. Nilikuwa na shauri kwamba sera itamke sasa, tuachane na hii mikopo ya unamkopesha mtu trekta la New Holland, ndani ya miaka 3 awe amemaliza. Mimi nafikiri humsaidii sana sana, unachofanya unataka kumnyang'anya kile kidogo alichonacho. Kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, ukiona siku zote mfumo wa kupata fedha ni rahisi sana, stuka ujue ni ya kwako inafanyaje? Inatakiwa ya kwako ichukuliwe. Sio ile unaonyeshwa picha tu, kama vijana siku hizi ulisahau tu kuambia kwamba vijana wengi wanabeti. Lakini wewe niambie wanabeti, mimi nilifuatilia takwimu siku moja wanabeti watu milioni 33. Wakichangia hata elfu ni shilingi ngapi? Mara makampuni yale yako mangapi? Kwa hiyo unakuta ni wale watu wanapata hela nyingi. Ila ninachotaka ni kwamba mikopo hii iwe ya muda mrefu, angalau muda wakati uwe miaka 15. Huyu mtu anaweza akabadilisha hali yake na akabadilisha kilimo chetu tukafikia kule tunakotaka. Kwa hiyo hapa kwenye kuhamasisha matumizi ya zana, sera itamke sasa kwamba tuishauri serikali kwamba ijaribu kutengeneza mfumo wa kukopesha hata kama ni hizi zana za kilimo, lakini ziwe angalau muda wakati miaka 15. Mimi naamini italeta mabadiliko. Mchango wangu ulikuwa huo tu. Kwenye mazao ambayo kwa kawaida hayawekewi bima, tutachagua mahindi, nadhani mahindi, si ndio? Na korosho upande wa yetu na pia korosho. Kwa hiyo hicho anachokisema ndio tulichokishuhudia na tulichokipata. Wakulima karibu 40 walipwa fidia. Sasa Kongwa na Kiteto ni sehemu zimepakana na mfumo wa mvua ni mmoja. Kwa hiyo sehemu moja wakaambiwa mvua ilinyesha ya kutosha kwa mujibu wa satellite zetu, upande wa pili haikunyesha, ambao haikunyesha wakulima karibu 40 na kitu wakapewa 43 wakapewa milioni 1 na laki ngapi? Milioni 1,490,000 wakulima 40 ndio fidia zao. Sasa sasa tukasema ina maana kampuni moja. Kwa hiyo nadhani point ni kwamba tusiangalie kisera tu kwa ajili ya kufungua mlango wa kibiashara, lakini tuone jinsi gani wakulima kweli watalindwa katika mfumo kama tunapolenga. Na kitu ambacho nilijifunza na kitu tunaita kwenye athletic information, yaani huyu anakuwa na habari zaidi
kuliko huyu mwingine, na ndivyo ilivyo kwenye uchumi, ndivyo ilivyo. Yaani kwamba ili apate faida ananinyima habari, mimi naenda kununua na kumbe sijui. Angenipa habari zinazo tukiwa sawa, tutakuwa tunalingana wote. Sasa shida iliyopo, huyu wa satellite kwanza, iliyopo satellite kawaida haiko specific. Ile satellite inachukua ni kilomita karibu 100 zone. Sasa mvua isiponyesha kwangu, yenyewe inaweza ilinyesha kwingine. Kwa hiyo takia aje achukue milimita za mvua ilionyesha pale eneo langu, sio tena satellite ile inachukua kilomita karibu 100. Nafikiri 100 nafikiri satellite. Kwa hiyo sasa na wanyima habari kwa sababu watu hawajui, anawanyima habari kutoka inatakiwa ifanyikeje, ndicho anachokifanya. Kwa hiyo tunaanza na asymmetric information. Naona mjadala utakuwa mrefu. Ameshasema mkurugenzi. Sasa tutafute vile vitu ambavyo nafikiri tufanye hivi kama vile pendekeza, tufanye hivi. Unaonaje tutoe ushuhuda mwishoni? Tumalize kwanza haya yale ya msingi kwanza. Tuyamalize yote, alafu shuhuda zije baadaye sasa. Na zile tunashuhudiana huko. Tukiwa huko tutakuwa tunashuhudiana huko. Sawa, sasa alichotoa mapendekezo ni kwamba sasa hivi tuangalie kwanza kama yale yote ambayo tulikuwa tunayataka kama tumeyapata. Nafikiri kuna swali la mwisho ambalo tumesema matarajio, si ndio? Lile nafikiri kulikuwa na swali lile la ngapi, ni la expectation. Kwanza kwenye la kwanza tulitaka tukalifanya la mwisho. Halafu kulikuwa na nyingine la mwisho hatujaliza, nilikuwa nataka lakini matarajio kwamba na hii sera mpya tunatarajia nini? Yaani kabisa matarajio tena tumeshajibu kwamba matarajio yetu limweke sehemu sahihi mkulima ambayo ndio ile ndoto yako na yote ndio tunakubaliana. Sasa tuje kwamba ni vitu gani nafikiri muhimu sasa. Lile la kwanza mnaikumbuka? Ni vitu gani muhimu unafikiri vinaweza vikafanyika ili katika hii sera mpya? Kwamba vifanyike au viingizwe. Nafikiri sana ni kuna masuala gani muhimu yatakayozingatiwa kwenye sera mpya ya kilimo? Sasa tumetaja maazimio ya ujumla. Unajua kwenye kutoa maazimio ya kila kipengele. Research, utafiti, tunatamani iwe hivi. Lakini baadaye tumetoa mapendekezo ya ujumla ambayo haingii kwenye kila sekta, lakini ni mafanio ya wanachama wasema haya kiwepo. Kwa mfano, ile tunasema kwamba yaani kwamba kwa ujumla wote sera imejikita kwa wawekezaji. Moja, yaani hiyo ni pana. Kwa sisi kama MVIWATA tunasema kama sera ikahama ikamwangalia mkulima mdogo mahitaji yake ili muwezeshe kwenda mbele zaidi, hiyo ndio kubwa zaidi kuliko sera kila sehemu kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji, kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi. Kwa hiyo ikitoka hapo ikajikita kumwangalia mkulima mdogo kama mzalishaji ili iweke mazingira mazuri, wanapanda, lakini wakipanda labda hazioti, lakini hakuna mfumo sahihi wa kutoa fidia kwa wakulima ambao wamepata hasara hiyo. Badala yake utakwenda kwenye kesi unaweza kurudishiwa tu labda zile kilo 2 kilo 3 ulizokumenunua, lakini hakuna mfumo kwamba msimu umepita alafu mbegu unatumia hajaota, sasa fidia ni nini? Kwa hiyo tunasema sera ielekeze jinsi ya kufidia kulima pale ambapo anaathirika kwa kutumia mbegu za makampuni na aidha hazioti au kama ni dawa zinafanya kazi vizuri. Kwa nafikiri makubwa matatu yalikuwa ni hayo. Sasa niombe kwa mfano wale wataji basi waweze kuchangia zaidi. Alichotoa mapendekezo ni kwamba sasa hivi tuangalie kwanza kama yale yote ambayo tulikuwa tunayataka kama tumeyapata. Nafikiri kuna swali la mwisho ambalo tumesema matarajio, si ndio? Lile nafikiri kulikuwa na swali lile la ngapi, ni la expectation. Kwanza kwenye lile la kwanza tulitaka tukalifanya la mwisho. Halafu kulikuwa na nyingine la mwisho hatujaliza, nilikuwa nataka lakini matarajio kwamba na hii sera mpya tunatarajia nini? Yaani kabisa matarajio tena tumeshajibu kwamba matarajio yetu limweke sehemu sahihi mkulima ambayo ndio ile ndoto yako na yote ndio tunakubaliana. Sasa tuje kwamba ni vitu gani nafikiri muhimu sasa. Lile la kwanza mnaikumbuka? Ni vitu gani muhimu
unafikiri vinaweza vikafanyika ili ili katika hii sera mpya? Kwamba vifanyike au viingizwe? Nafikiri ni kuna masuala gani muhimu yatakayozingatiwa kwenye sera mpya ya kilimo? Sasa tumetaja maazimio ya ujumla. Unajua kwenye kutoa maazimio ya kila kipengele, research, utafiti, tunatamani iwe hivi, lakini baadaye tumetoa mapendekezo ya ujumla ambayo haingii kwenye kila sekta, lakini ni maazimio ya wanachama wasema haya kiwepo. Kwa mfano ile tunasema kwamba yaani kwamba kwa ujumla wote sera imejikita kwa wawekezaji moja. Yaani hiyo ni pana. Kwa sisi kama MVIWATA tunasema kama sera ikahama ikamwangalia mkulima mdogo mahitaji yake ili muwezeshe kwenda mbele zaidi, hiyo ndio kubwa zaidi kuliko sera kila sehemu kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji, kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi. Kwa hiyo ikitoka hapo ikajikita kumwangalia mkulima mdogo kama mzalishaji. Mimi katika masuala ya ujumla nilikuwa na jaribu pia kuangalia ni kwa jinsi gani katika sera hii itaangalia kwanza umuhimu wa sekta ya kilimo kwa nchi kama Tanzania na umuhimu katika upande upi. Tukiangalia, ukisoma katika ile andiko la sera la mwaka 2013 utaona zile sera ambazo zilisapoti kuandikwa kwa sera ile au mipango ambayo ilisababisha pia utaona kuna mkukuta, sijui kuna nini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa pia labda sera tunasema zinaandikwa au na yenyewe imetamka kabisa kwamba kuangalia ni kwa jinsi gani itahakikisha inapunguza umaskini. Takriban 70% ya Watanzania ni wakulima wanaoishi vijijini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kama tunataka kuleta mabadiliko katika maeneo ya vijiji ambayo tunayazungumza, au kama tunataka kwenda katika uchumi wa kati tukiwa wote bila kuwaacha wengine nyuma na kwenda wachache tu, maana kuna wachache ambao washatangulia kwenye uchumi wa kati, wengine bado tunausikia, basi sera pia au sekta nzima ya kilimo ni lazima iangalie ni kwa jinsi gani hii 70% itaguswa moja kwa moja, na 70% tunayoizungumzia ndio hii iliyopo hapa, na sio wakulima ambao labda wako Dar au wako wapi au wako wapi. Kwa kuwa pia natambua tumekusanya maoni kutoka kwa watu wengi, na kwa hiyo katika kukusanya maoni kutoka katika watu wengi tuna mnyukano wa maoni. Kwa hiyo wakati sisi leo hii tunasema kwamba sera imtambue zaidi mkulima mdogo, kuna sehemu nyingine wengine watasema sera imtambue mkulima mkubwa au mkulima wa kati. Lakini turudi nyuma tufikirie katika mkulima mkubwa, wakulima wa kati na wakulima wadogo, ni lipi kundi kubwa, na kama nchi ni kundi lipi ambalo tunapaswa tuende nalo. Lakini pia wachumi kama ambavyo mlijitambulisha pale mwanzoni, na hisi swala la ushindani limejitokeza sana katika rasimu hii kwamba sera sekta binafsi na ushindani, sekta binafsi na ushindani. Sawa, katika mfumo wa uzalishaji mali ambao labda mmeuangalia katika kuweka, au watu ambao wameuangalia katika kutoa maoni hayo ya kuhakikisha kwamba kuna huo ushindani karibia kwenye kila kipengele. Lakini turudi tena nyuma tuangalie hii 70% tunaenda kuiweka ikashindane na nani, au katika misingi ipi 70% itashindana na kushinda katika mapendekezo katika kila sehemu, kama sijui ni wapi kutakuwa na ushindani, kuhakikisha kunakuwa na ushindani au kutahakikisha kuwa na nini. Lakini pia serikali isikwepe jukumu lake la muhimu la kikatiba, kwa sababu ni kazi ya serikali kuhakikisha ustawi wa wananchi wake. Kwa nini ipeleke jukumu hili kwa private sector? Kwa hiyo ni lazima pia iangaliwe kwa makubwa hayo, kwamba jukumu la kuhakikisha ustawi wa wananchi la kikatiba, kama la serikali kikatiba katika ibara ya 8, basi serikali isimamie jukumu lake, kwa sababu iwajibike. Kwa sababu tukiangalia sekta binafsi ina mapenzi yake. Sekta binafsi iko katika kuhakikisha inakuza mtaji. Kukuza mtaji ni lazima unyonye. Kwa kutakuwa na mvuna jasho na mvunwa jasho. Mvunwa jasho ni nani? Mkulima mdogo. Na mkulima mdogo ndio 70%. Kila siku tunajinasifu tunataka kupunguza umaskini. Umaskini tutaupunguzaje kama huyu mtu anaendelea kuvunwa na kuvunwa na kuvunwa? Kwa hiyo mimi matamanio yangu ni kuona
tunakiangalia kilimo katika jicho la pekee, lakini hilo jicho la pekee liwatazame wakulima wadogo na sio mkulima mkubwa. Viwata sauti ya mkulima. Viwata sauti ya mkulima. Basi nani mada naongea sisi tusikie mama. Karibu. Hicho kipengele cha utafiti, yani kuna swala hapo la ushirikishwaji katika mkulima. Wanakuja wanaleta hizo mbegu, mnazipokea, lakini mwisho wa siku mnapozipeleka mashambani zisipoota, wanarudi wanakuja kuwasikiza, hazijaota, wanazichukua wanaondoka nazo, hawawarudishii majibu. Nyinyi mnakuwa mmebaki kwenye hasara. Mkiendelea kuwafuatia, ambia udongo kupiga vizuri, wanachota udongo wanaondoka nao, hawarudi kuwarudishia majibu kwamba udongo umefanya nini mpaka ile mbegu haijaota. Basi tunabaki tumepoteza muda, mvua imepita, wale waliopanda na mbegu za asili wanakuwa wameshasonga mbele, nyie mliopokea mambo ya kitaalamu kupitia utafiti mnabaki mmeumia. Kwa hiyo ushirikishwaji ni mdogo katika swala zima la hizo tafiti zao yani. Yaani hapa nafikiri ili tuweze kufikia hitimisho. Sasa kama mlivyosema hapa tunatoka sasa. Mimi nilichokuwa nataka kusema katika swala alitatungiwa sheria itakayoweza kusaidia kuweka sheria na kutambua kwa nini tuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa nini haya mabadiliko, nani anasababisha? Tufanye nini ili tuweze kutatua au pengine kupunguza madhara yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa nilikuwa nafikiri mawazo yangu kwamba swala hili liwekwe kama kipengele cha pekee yake kama lilivyowekwa swala la masoko, ili liweze kuangalia mchakato wake na pengine mwisho wa siku sheria itungwe dhidi ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu yanazidi kuja, yanazidi kubadilika, yanazidi kuongezeka. Kuna siku hatutozungumzia kilimo, tutazungumzia masuala mengine. Na katika nchi tusipokuwa na shughuli ya kilimo ambayo inategemewa na zaidi ya 70% ya Watanzania, basi tutakuwa tumeangamia kama taifa. Tutakuwa maskini na watumwa kwa sababu hatutakuwa na uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo swala hili lazima liwekwe tofauti, lisiwekwe kwenye masuala mtambuka. Ndio mawazo yangu. Asante. Asante sana. Iondolea sheria si taratibu, lakini kwenye sera ndio inafafanua kila kitu. Kwa hiyo ningeomba sera ikishamaliziwa hii, ikiwa vizuri, iandikwe hata kwa Kiswahili. Sio hata, iandikwe. Yaani iandikwe kwa Kiswahili ili Watanzania hasa wakulima wengi waielewe. Na maandishi mengi huwa yanawekwa huko. Kwa tunaomba yashuke yatufikie sisi wakulima ili tuelewe kwamba sera yetu inasemaje ya kilimo, ili hata tunapokutana na wanasiasa huko kwenye majukwaa wasituhadai kabisa, kwa sababu yaani wakulima wengi hawajui ni nini kinachoendelea huko, na mambo mengi yamewekwa vizuri tu kwenye makaratasi, lakini ukija huko kwa watendaji inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo sera nyingi unakuta maandishi mengi yanako kwenye Kiingereza wakati lugha kuu inayotumika ni Kiswahili. Kwa hiyo tunaomba iwepo kwenye Kiswahili halafu ishuke huku mpaka chini kwa wakulima ikufikie. Asante sana. Kubwa haiangalii hekta ulizolima. Unaweza kuwa na hekta moja lakini unalima maua. Uwekezaji wake sio mkulima mdogo. Lakini pia unaweza kuwa na hekta 1000 lakini ukawa bado ni mdogo sababu huwezi kuzimiliki. Kwa hiyo tafsiri kubwa ya mkulima haiendani na zile hekta, lakini zaidi ni yale mazingira ambayo yanamzunguka yeye, lakini hata changamoto ambazo za kimsingi hizi za pembejeo, masoko nini. Kwa mkulima mdogo anatafsiriwa zaidi kulingana na mazingira yale ambayo yanamzunguka, ambayo kimsingi fursa nyingi kwake sio, yani hazifikii tuseme. Huyo ndio mkulima mdogo. Awe na heka kubwa lakini hana fursa ya kuitumia shamba lile kuzalisha zaidi. Pembejeo hazipo, mitaji haipo, masoko changamoto. Kwa huyo ndio mkulima mdogo. Lakini kwenye sera hizi hazina tafsiri mbalimbali. Mkulima mdogo ni mkulima ni nani? Ukisema wadau maana yake ni nini? Kwa tunapendekeza kwamba mkulima mdogo atajwe kama mkulima mdogo, lakini maeneo mengine pia yawe na tafsiri. Maudhui ya sera hiyo ukisoma yanalenga zaidi wawekezaji kabla kwenye kila eneo. Ukiangalia
kwenye tafiti, ardhi, pembejeo, kila eneo. Yani inataja kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji, yani kila eneo. Kwa hiyo kama MVIWATA tunaona kwamba maudhui ya sera yanalenga zaidi wawekezaji kuliko kutoa fursa kwa wakulima wadogo ambao ndio wengi zaidi. Lakini pia ukisoma hii sera ilikuwa inataja kuhusiana na Green Revolution, mapinduzi ya kijani, ambayo kwa dhana hiyo manake inatoa zaidi pia fursa zaidi kwenye kilimo ambacho kita-invest kwenye makampuni na kuweka kando wakulima. Kwa hiyo bado tuna kwamba wawekezaji walipewa nafasi kubwa kuliko wakulima wenyewe. Nafikiri makubwa ambayo tulikuwa ni hayo, lakini kingine kimoja cha mwisho ilikuwa ni nafikiri imekuwa ni hayo. Ni hayo. Je, ni chaguo letu kwamba nchi ielekee kwenye Green Revolution, na uchaguzi wameufanya nani, lini na wapi? Kwa mfano, na kwetu sisi Green Revolution ni nini? Kwa sababu imetajwa kwenye sera kabisa. Kwa hiyo ukiangalia hiyo unaona kwamba swala la kutengeneza na kwa kweli kutengeneza muafaka wa wapi pa kwenda kwenye kilimo ni muhimu sana. Kwenye mjadala huu tulisema hivi kwamba tujaribu sisi wenyewe kutumia uhuru wetu, yani uhuru wetu wa nchi wa kutengeneza sera ambayo ina maslahi kwetu, kwa sababu ambacho kimejitokeza sana katika hii sera zinazotengenezwa ni kwamba nyingi zinasukumwa na wafadhili, nyingi zinasukumwa yani wafadhili kwa hiyo wao ndio wanaendesha ajenda. Kwa hiyo sisi tunatumika kama nyenzo kutengeneza sera kwa ajili yao, na utaona hata kupachika maneno mengi humu hata kwenye hii sera iliyo ambayo sasa hivi tunairekebisha. Na kwa kweli hata mapitio ya sera ya ardhi, hata mapitio ya sera nyingi hayatokani na mahitaji yetu sisi, yanatokana na msukumo wa wafadhili au kuwafurahisha wafadhili. Sasa tunasema hivi kwamba jamani, hebu tuwe maskini jeuri kidogo kama taifa, yani tuwe maskini jeuri kidogo. Na changamoto kwa washauri elekezi kwenu ni kubwa sana, yani ni kubwa sana, ya kuhakikisha hilo linalindwa na maafisa wetu wa wizara. Tulikuwa tunajadili, wizara ilitualika, mkurugenzi Mtemi alituletea mwaliko, imeandikwa na katibu mkuu, anasema wizara ya kilimo na agra tunawaalika kujadili sheria ya ardhi ya kilimo. Sheria ya ardhi na kilimo na agra wapi na wapi? Ardhi yetu ya nchi yetu, agra imeingia wapi tena? Kilimo cha mkataba, barua ya mwaliko ikoje? Wizara kwa kushirikiana na agra inawahusu nini? Kwa hiyo nadhani kwa kweli, unajua ukisema hivyo inaumiza kuliko, sijui nisemeje. Kwa mimi nadhani tuangalie upya, yani sijui mkurugenzi, nadhani unanielewa. Yani mara nyingine wanajua tunakuwa watumwa wafadhili, mara nyingine mpaka tunasema kwamba labda kwa sababu kuna vimaslahi vyetu vya posho nini na nini. Kwa hiyo mtazamo wa ajabu kabisa. Sasa tuna kazi, wao kama watosaidie, watoe pesa na tutumie tunavyoona sisi nafaa kulingana na mahitaji yetu, na sisi tusitumike tu kudrive agenda zao. Nadhani hiyo ndio mtihani tulionao, na tukijinasua hapo tumejinasua, na hapo ndio mtego ulipo. Wakulima wanasema kwamba wakulima washirikishwe. Ukisoma hata hilo boreshwa na kwa maeneo mengine, neno kubwa linalotawala ni wadau. Sasa neno wadau limekuwa likitumika sehemu mbalimbali, lakini likaongua mbali wakulima. Kwa hiyo nadhani kwenye maeneo haya, yani sio wadau, yani mkulima mdogo ataje kama mdogo na sio mdau. Yani kwamba wale mkulima mdogo anashirikishwa na sio kama hivyo kwamba ni mdau. Kwa sehemu nyingine sio mdau, maana yake anaweza kama mtu mwingine yote yule na sio mkulima mdogo. Low integration
of formal and informal agricultural knowledge system issues kwenye research. Wamesema hivi. Kwa hiyo hapa inapigilia msumari ukweli huu ambao sasa wakulima wanaohisi kwamba kuingiza kwamba hakuna uhusishaji wa kutosha wa elimu ya asili informal, isiyo rasmi na elimu iliyo rasmi. Kwa hiyo hicho ndio wanachosema. Lakini kingine namba 3 wamesema kwamba hakuna ushiriki wa kutosha wa sekta binafsi na vile vile katika huduma za utafiti. Sasa hapa kinachoongezwa ni kwamba hamna ushiriki wa wakulima katika kuangalia ajenda, sio kutoa huduma au kutoa huduma, kutengeneza ajenda, kwa sababu ni muhimu hiyo. Kingine tulikuwa tunapata vingi sana vinaenda kama mnavyosema mwekezaji mara nani. Kwa hiyo tunapata vitu vyote ambavyo vinakuja sasa, pengine rasimu yetu sasa inakuwa na vitu ambavyo viko balance, tunasema inachukua huku na huku, vyote vinakuwa. Kwa kusema haya, kwa niaba ya sote nishukuru tu, kazi yetu haijaisha, bado tunaendelea. Kitakachokuja tena tutaweza tena kushirikiana nanyi ili tuweze kuona nini kinatakiwa tena kufanyika zaidi, lakini tunategemea haya yote ambayo mmetupa tutaweza kuweka kwenye rasimu na tuone jinsi gani itaweza kuokoa huko tunapotaka kwenda. Nimefurahi sana ile ndoto, kama tunatakiwa tuwe na ndoto na kuendeleza kitu. Haya mawazo yote ambayo yanatolewa kwa kweli mimi nimeona yanatufaa sana. Kwa haya machache naomba tu niishie hapa. Nitamkaribisha mkurugenzi kutoka Wizara ya Kilimo, naye nafikiri aseme neno alafu tutafunga. Asante sana. Sijui nianze wapi kutoa shukrani. Nadhani tuanze basi kwa wageni wetu, na kwa upande wa wageni wetu kwanza tushukuru wizara, mkurugenzi. Najua kwamba Jumamosi kwa kawaida sio siku ya kazi, na tunajua kwa wenzetu wa serikali time ya kazi ni saa 9 siku za wiki mwisho. Kwa hiyo tunashukuru kwa kuvolunteer kuja kuwa nasi kutusikiliza, na tunadhani mkurugenzi kwamba tujenge moyo huu. Nadhani ni moyo ambao unatoa imani, unaturidhisha kwamba basi tunasikilizwa na nini, na hiyo ni kitu ambacho tungekipenda. Na sisi tunadhani tuna mengi ya kuchangia kwenye wizara yetu na serikali iwapo nafasi kama inatolewa. Mara nyingine tunasikitika, tunahuzunika sana tunapoona masuala muhimu kabisa yanayohusu wakulima, lakini wakulima hawapo. Wapo wale wanaodai wanaongea kwa niaba ya wakulima. Sasa tuchukue nafasi hii pia kujifunza na kuchukua tahadhari kwa wale ambao mara nyingine tunaona, na sisi tumejadili sana hilo, kwamba unajua mkulima, kwa mfano hata huyo anayesema sekta binafsi inahusisha mkulima, lakini kwa miaka yote time immemorial ukizungumzia kilimo huwezi kukitenganisha na mkulima anayefanya kilimo chenyewe. Na kuna mjinga mmoja alikuja siku moja, tulikuwa tunaongea naye, akasema unajua mkulima tunaweka sifa zake. Sasa sifa ya mkulima si kulima, kuna sifa zaidi ya kulima. Kuna sifa zaidi ya mkulima, kazi sifa ya kulima. Hivyo analima ndio mkulima. Hamna sifa zaidi hapo. Kwa hiyo tunadhani kwa kweli tujihadhari kidogo. Kuna watu wengi wafanya biashara wanataka kupanda mgongoni kwa wakulima. Wasomi wanataka kupanda mgongoni mwa wakulima. NGO mengi yanataka kupanda mgongoni mwa wakulima. Kwa hiyo mkulima anabaki kila mtu anampandia na kitu. Kwa hiyo tunadhani itakuwa vizuri na itasaidia sana. Na tunashukuru pia mlitualika wakati wa budget speech, tulikuja. Ndio. Kwa hiyo tulikuja na tuliheshimu, na tunadhani kwamba yale mijadala aina ile tuendelee nayo na shughuli muhimu kama tulivyosema. Lakini tuseme hivi kwamba ni matarajio yetu sera hii kwa kweli iwe sera ya Kitanzania kwa ajili ya Watanzania. Yaani nafikiri wakulima wa Tanzania, wakulima walio wengi. Sasa wakulima walio wengi wanajulikana. Ikiwa hapo itakuwa imefikia matarajio yetu, isiwe sera kwa ajili ya
nani. Kwa hiyo tukiangalia namna hiyo, sera ya kilimo ya Tanzania ya Kitanzania kwa ajili ya Watanzania wakulima walio wengi, nadhani mengi tutaona kwamba yanajibu na hayana shida yoyote, na itaturidhisha sana tukiona hivyo. Lakini pia inajibu mahitaji ya wanaotusukuma kufanya mabadiliko kwa maslahi yao. Haitakuwa sera ya Kitanzania, itakuwa sera ya watu wengine. Kwa hiyo tunashukuru, na nadhani kwa sababu tumeongea mengi, ndugu zangu, michango ipo. Sisi tutayaandika tena haya, kuyaboresha michango tuliyoitoa, ili tuweke andiko moja tutakaliwasilisha. Na tunatarajia mchakato utakapofikia mbele mahali pa kujadili tena, tutafurahi tukikaribishwa ili tuweze kushiriki kuitengeneza sera. Na mlichokifanya ni kikubwa sana kwetu sisi kurugenzi, kikubwa mno kwa kuhakikisha kwamba hadhara inashiriki katika kuichanganua sera, na ndio maana tumeipa uzito mkubwa. Tukasema hii kwa tukio hili lazima tujipange, lazima tuje, hata kama kuna gharama, lakini tukutane tuweze kuichambua, tuweze kutoa mchango wetu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na tunashukuru sana. Kwa hiyo mimi pia nitoe nadhani hitimisho la zoezi hili ni mwanzo wa mazoezi mengine yanayoendelea. Kwa dhati kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutano hili toka asubuhi, na rudia maneno yangu ya asubuhi na kushukuru sana mkurugenzi kwa timu yako iliyokuja nayo na kwa kupokea maoni yetu vizuri. Nilikuwa nafuatilia, nilikuwa makini kwa kuyaandika haya na namna mlikuwa mnapokea. Kwa kweli tunashukuru sana. Kwa imani hiyo tunajua kwamba mengi yalizungumzwa hapa nafikiri yatawekwa kwenye hiyo rasimu na baadaye tunaweza kukutana nayo mbele sasa. Lingine kwamba maoni yetu haya yaliyotolewa na ushuhuda mbalimbali, hiyo maana yake ni kuonyesha ni ndoto zetu wakulima tunazotaka kufikia. Nafikiri Bwana Efela aliulizwa hapa kwamba ndoto zenu ni nini, na tulifunguka tukisema ndoto zetu tunahitaji mkulima mdogo atambuliwe ama tutanua vizuri, tueleweke shughuli zetu, na imani yetu kwamba na sisi wakulima wadogo tunahitaji maisha mazuri, tunahitaji kuwa na nyumba nzuri za kisasa, tunahitaji kusomesha watoto wetu, na hilo nafikiri ndio lengo hata la serikali la kuonyesha kwamba umaskini umepungua. Sasa imani yetu kwamba maoni yetu mengi tuliyotoa leo hii kama yataingizwa, basi nafikiri hitaji yetu kama wakulima wadogo itakuwa imefikiwa sana. La mwisho kabisa, napenda kuwashukuru wakulima wenzangu, wanachama wenzangu kwa uvumilivu mkubwa na uchangiaji mzuri toka jana mpaka leo. Kwa kweli si kazi ndogo, ilikuwa kazi kubwa, na kipekee kabisa na waishukuru management yetu, mkurugenzi kwa kazi nzito. Jana kazi uliifanya nikajua leo kwa kweli uwezo ukaamka saa 10 na matokeo yalikuwa yale ya kuongoza mdahalo vizuri jana, ambao leo umeweza kutusaidia kuweza kusukuma hii shughuli yetu vizuri. Napenda kukutakieni safari njema, turudi nyumbani, Mwenyezi Mungu atufikishe salama. Na kila mtu akatekeleze majukumu yake. Kwamba sisi ni wakilishi, lakini kuna wenzetu wengi tumewaacha huko, basi kila fursa tunaipata huko si vibaya haya kuweza kuwasilisha. Na imani yangu kwamba mapromota mtaenda shughuli zenu za kitaasisi, ujenzi wa taasisi, viongozi, basi najua siku nyingine tunaweza tukakutana, na tutakutana, viongozi tutakutana. Kwa hiyo tujue baada ya leo tulivyoachana nini kimeweza kuongezeka huko tunapoenda. Kwa kukumbusha hayo maneno yangu ya jana asubuhi, baada ya kuzungumza hayo, napenda kutamka rasmi kwamba hadhara yetu hii ya leo imefunga rasmi.